kulikuwa na vitu vingi, lakini sikutaka kuvielezea ili watu wakaiweka kama huyu naye akipigwa ishiwi sababu. Yani inabidi tu ikubalike kwa nimepoteza pambano, na kama kuna watu walikuwa wameazimia kuandaa sherehe ili wale kwa kupigwa kwangu, walitakiwa waendelee kula tu, wasiairishe kwa mimi kusema, lakini kulikuwa na vitu vimetokea vikwa sawa. Unakumbuka ngumi nzito kabisa ambayo umewahi kuipokea? Jamaa alikuwa anapiga vyuma, sio mchezo. Ile pambano nilishinda, lakini nilikuwa nikipewa pole, nikisema asante, nasikia nanuka damu kwenye mdomo. Yani damu inatoka ndani, sijui imeangukia sehemu gani. Sio mchezo. Nafikiri pia kitu ambacho mabondia wanapaswa kujua, yani siku nitakayosema siwezi kupigana ngumi rasmi na ndio ngumi Tanzania zitakufa, inawezekana watakubali wengi au watakataa, lakini huo ndio halisia. Ile kesi ilishaje? Uliwalipa jamaa? Kama kweli nastahili kukulipa mimi na una uhakika nimekutia shoti, mimi nitakulipa. Yule mwizi aliyoingia kwako, yule sio jamaa alikuwa anataka kuniibia, yule ni mwizi. Ratiba ya Mwakinyo ya kula ikoje kwa siku? Nafikiri kuwa kwa siku unakula mara 4 mara 5 sio sifa, unatakiwa ule kadri unavyoweza. Kwa hiyo nikamwambia sikizeni, ongezeni hela chapati, fanyeni 50 au 100, nikate maandazi. Kwa hiyo kulikuwa kuna kuja pale labda chapati ndo 2, maharage sijui nini. Kwa hiyo ikafika hatua ikawa wafungwa wote wanaomba Mungu kesi yangu isiishe ili waendelee kula na mimi nataka kutoka. Kwa hiyo jela nina mashabiki wengi sana. Dazen Selection. Natumia maneno matatu: bingwa, mwenye utata, mwenye kujiamini. Haya ndiyo maneno matatu ambayo wengi hutumia kumwelezea mgeni wetu wa leo. Ladies and gentlemen, kwa miaka mingi amekuwa ni mmoja wa majina yanayozungumziwa zaidi kwenye ngumi za Tanzania, na wapo ambao wanakubali kile ambacho nimekisema kuhusiana na hayo maneno matatu, lakini wapo ambao wanamkosoa na wapo ambao wanaamini kwenye kujiamini kwake. Ladies and gentlemen, niko na Champez, Colorado King, the only one, Hassan Mwakinyo. Ladies and gentlemen, yo bro, it's good to see you. Yes, karibu kwenye Dazen Selection. Thank you so much brother. Hayo maneno matatu ambayo nimeyazungumza, mtata, mwenye kujiamini, bingwa, nimekutafsiri sawa sawa na jinsi watu ambao wanakutafsiri wakikutana na wewe? Yeah, of course. Wakati fulani nimekutana na hizo comment, ikawa inanishtua, lakini baadaye ikawa nimebidi nikubaliane nazo kwa sababu ndio uoni wa watu. Lakini wakati mwingine dunia inatuhukumu bila watu kuelewa pande zetu za pili za dunia zikoje. Exactly. Sasa watu wanavyokuona kwenye mtandao, wakati mwingine wanavyokuwa unasimamia haki zako, ndio wanaichukulia kwenye maisha ya kawaida pia iko hivyo. So inabidi ukubaliane nayo kwa sababu ndio gharama za umaarufu. Very true. Hasa leo siataki kuzungumzia sana yale mengine ambayo watu wamewahi kuyazungumza. Leo tutazungumza story tofauti kabisa ambazo watu hawajawahi kuzisikia kutoka kwa Hassan Mwakinyo. Kwani Hassan Mwakinyo alivyokuwa mdogo, alikuwa ni mtoto wa aina gani? Katika makuzi yangu mimi bwana, nilikuwa ni katika aina ya watoto ambao nilikatiwa tamaa na ndugu wote isipokuwa mamangu mzazi, ndio walikuwa kwa upande wangu. Okay. Nilikuwa aina ya watoto ambao kama mamangu yuko ndani na nje likatokea tukio, wakasikia kuna mtoto kampiga mtu jiwe kampasua, basi hisia zake zitakuja kwangu moja kwa moja, ndo nimefanya hilo tukio. Rekodi yangu ya utoto sio ya kufurahisha, lakini nafikiri ni kwa sababu ya utoto, lakini iliniandaa kuwa na busara na kiwango cha hekima kikubwa nilicho nacho leo kwa sababu ya mapito yangu ya utotoni nafikiri. Lakini sikuwa na rekodi nzuri, na hiyo ndio inanifanya wakati mwingine kuonekana na tabu sana na watu, kwa sababu kuna wakati mtu anakuonyesha vitu ukubwani ambavyo ulivipitia utotoni. Kwa hiyo alikuwa mtoto fulani mtundu sana. Mtukutu vibaya sana. Yani miaka ya nyuma unajua tulikuwa na zile mafaili yanakuja na risiti za idara ya maji au TANESCO. Mimi nilikuwa na faili la hizo arabii za polisi kwa matukio yalivyokuwa yanakinzana nyumbani kwetu. Mwenyezi Mungu amlaze mahali pema bi mkubwa wangu, na amen. Hata wakati nimemzika, kilichokuwa kinaniumiza zaidi sio kufa kwake, kwa sababu nafikiri kifo ni safari ya watu wote, na ni kila siku tunapata hayo mawaidha.
Lakini kilichokuwa kinaniumiza ni kwamba muda ambao wameanza kuona matunda yangu kwa kile nilichompitisha ni mdogo sana kuliko mapito mengi mabaya aliyoyapitia na mimi. Na kipindi hicho, unajua ukiwa mdogo kuna namna ambayo mzazi anatamani uwe mtu fulani. Mzazi wako alikuwa anatamani uwe nani ukiwa mkubwa? Kwenye familia yetu sisi hakukuwahi kuwa na mtu mkubwa ambaye tunaweza kusema alikuwa mfano wa fulani tunamwandaa awe kama yeye. Zaidi ya mkubwa alikuwa ni babangu, na alipata riziki kidogo. Kwa hiyo nafikiri tulichojaliwa ni kulelewa kuwa watoto wema, ili baadaye tuje tuwafae wazazi. Maana unajua wazazi wetu ni katika wale wazee ambao wamekuwa na mentality ambazo mtoto inabidi umlee vizuri, akikuwa baadaye akusaidie. Umeelewa? Kumbe unaweza kumlea vizuri na baadaye asikusaidie vile, au akafa aje kusaidia bado. Umeelewa? Ukafa aje kusaidia bado. Kwa hiyo walinitengeneza katika mazingira ya kuja kuwa mtoto mwema ili niwafae wazee wangu. Lakini hawakuniwekezea kwamba lengo langu tunamsomesha huyu aje kuwa mtu fulani au tunataka aje kuwa mtu fulani. Hakukuwa na hiyo vision, kwa sababu hakukuwa na aina hiyo watu. Wazazi wangu mimi ni wale watu ambao wamelelewa katika misingi ya kidini. Unajua kuna wale wakina mama ambao mpaka leo wapo jamii ya wazazi wangu, kwamba mtu anaambiwa usiposwali ukifa uonani na Mungu. Kwa hiyo mtu anaswali hata kama hakuna mtu wa kumwambia. Kwa hiyo tumekuwa katika wazazi na familia ambazo watu wana imani hizo. Umeelewa? Kwa hiyo walikuwa wanaamini sana katika maadili ya kumfanya mtoto awe mwema ndio kufanikiwa, sio kumsomesha sana. Kwa hiyo sikuwa na mtu ambaye ndio nilikuwa napaswa kufuata njia zake ili niwe kama yeye au zaidi yake. Na kipindi uko shule kuna unajua kama mimi mwenyewe nilikuwa natamani sana niwe pilot siku moja. Lakini ndoto ilikuwa inazidi kubadilika jinsi masomo yanavyozidi kuwa magumu, unajua. Ulitamani kuwa nani? Mimi kwa wakati unasoma nilikuwa nasoma tu. Unajua kuna watu wanasoma tu shule kwa sababu anajua yuko shule anasoma, lakini kabla akili yangu haijaanza kumachua kujua kuna umuhimu kiasi gani kukimbizia ndoto. Unajua wakati mwingine unasoma na wanafunzi ambao kakake ni pilot. Kwa hiyo asubuhi akisoma anaambiwa na mama utakuwa kama kaka au unataka kuwa kama kaka. Sasa kwenye ukoo wetu sisi hakuna mtu kabisa wa kujilinganisha naye zaidi ya kuambiwa nenda shule kasome. Kwa baadaye ninapokuwa nakuwa nayo akili inafikiria namna ya kuona kumbe maisha yako tafu hivi na hivi, inabidi kutafuta namna ya kufanya kuwakomboa wazee, iwe kama utafanikiwa shule au nje ya shule, lakini wazee wanahitaji msaada, kwa sababu ambacho nilichokuwa na wapitisha wakati wa utoto wangu kinanitesa mpaka leo, ingali wote hawapo duniani. Cha kwanza, mimi babangu alikuwa anafanya kazi sehemu moja hivi hapo Kariakoo, na alikuwa analinda godown, yani anaishi lakini kuishi kwake ni kama kulinda, yani analala pale. Na alikuwa anapewa shilingi 5,000 kwa siku posho yake. Sasa sisi wakati mwingine tunakuwa Tanga, tuko kama mwaka labda hatujamuona mzee, na ni sikukuu zinapita manini tumuone mzee, lakini sasa hatumuoni kwa sababu anakuja kufanya nini? Sisi tunamisi kuwa na baba, lakini sasa anakuja kufanya nini? Yani shilingi 5,000 inatosha nini? Haitoshi kitu. Lakini ndio alikuwa anafanya itoshe ada ya shule, itoshe sisi kula. Wakati fulani kulikuwa na vimikate vidogo vidogo Baresa anauza kimoja shilingi 100. Alikuwa ananunua ile mikate kama shilingi 3,000 anaituma kwenye Raleo, inakuja Tanga, ndio inakuwa kunywa chai asubuhi. Kwa sababu ya udogo wa fikra nilikuwa najiona na wazazi watamu sana, lakini kumbe haikuwa hivyo. Na bado nikawa na kesi za utukutu nyingi wa utoto wangu. Kwa hiyo kesi polisi mara yaishe yaongelewe, watu wanaitana mezani, wanazungumza, wanapeana posho na nini. Lakini kumbe nilikuwa nawapitisha kwenye maumivu sana, kwa sababu inabidi mzee akope sana, achukue hela za watu, afanye nini kuja kunikomboa kwenye misala. Kwa nilivyokuja kupata muda wa kukaa naye, nikaona maisha yake jinsi anavyopata hela kwa tabu. Alafu ndo nilikuwa nawapitisha kwenye ile misoto, nilikuwa najiona na hatia sana mzee kwenye maisha yangu. Kwa hiyo hata amekufa yeye ameniacha mimi bado mdogo, kwa hiyo ameondoka na akili ya kwamba nimemwachia mke wangu mtihani sana. Unaelewa? Kwa hiyo nimeweza kuwazika wote wawili, lakini na feel guilty sana kila siku za maisha yangu, kwa sababu naona niliwapitisha njia ngumu sana ambayo sifurahii kuona
mtoto mwingine anawapitisha wazazi wake katika hizo njia, kwa sababu majuto yanakuwa ni makubwa zaidi ya kile unachokifanya bila kujua. I can tell even from your voice. Yes. Naona kabisa kwamba toni yako imebadilika sana baada ya kumzungumzia mzee wako. Ulipata nafasi ya kukaa naye ndo ukagundua kwamba ulikuwa unampitisha kwenye wakati mgumu? Hapana. Unajua wakati anafariki mzee wangu ilikuwa sio na miaka 13, 12. Kwa hiyo niliweza kuvirudia vitu vingi baadaye, kwa sababu mimi kwenye maisha yangu ya kawaida napenda kuvitangulia vitu mawazo, yani napenda kufikiria sana mbele kuliko nyuma. Lakini pia nikirudi kukumbuka kumbukumbu ya nyuma napenda kuchambua details moja moja. Yes. Kwa hiyo nikaja kupata kujua kwamba sikuweza kumjua babangu sana kwa sababu nilikuwa mtukutu sana. Kwa hiyo hata wakati ambao nilikuwa nakaa naye najaribu nisiongee chochote ili asije akatafuta njia akaniadhibu. Kwa hiyo ikanifanya nisiwe namjua zaidi. Lakini pia akawa nishirikishi kwenye vitu vingi kwa sababu anaona umri wangu ni mdogo sana na akili zangu bado ni matatizo, kwa alikuwa niweke karibu. Kwa sikupata kumjua sawa sawa babangu zaidi ya sifa tu za watu. Kwa kukaa naye karibu, lakini alikuwa mtu mwema sana. Na hiyo niliona hata katika maisha ya baada ya yeye kufa, kukaa na mamangu, namna nilivyokuwa namuongelea. Wajua mamangu nilikuwa naishi naye kishikaji sana. Wakati mwingine naweza kumwambia hebu chukua hii 10,000 ukafanya kitu fulani. Sasa hata kusema asante ni gela yangu. Nenda bwana, mume wangu kashanipa hela kibao. Na hapo kafa na miaka 7, 8. Lakini ni aina fulani ya maisha ambayo anakumbuka kile alichokiacha. Kwa hiyo alikuwa ni mtu mwema sana mbele za watu, alikuwa mtu mwema sana mbele za Mungu. Lakini kitu kinachoniuma sikupata kujua wasia wa maisha yake, namna gani napaswa kuishi nini. Nakumbuka tu moment na kusikiza stories za dada zangu wanavyonihadisia vitu vingine, na kwa sababu namjua huyu ndo baba yangu. Kwa hiyo lakini na feel guilty sana kwa sababu nimewapitisha njia ngumu, na naomba wanisamehe sana kwa sababu vitu vingine ni utoto. Sure. Kwenye familia yako mmezaliwa wangapi? Sisi tuko 4. Tuko 4. Kuna yeyote ambaye yuko kwenye masuala ya boxing na nini? Kaka yetu mkubwa alikuwa anapigana kickboxing. Mazoezi anayafanya nyumbani kwetu uwani pale. Kwa hiyo ile kwenda shule ukirudi unafanya mazoezi. Alafu mimi ujue tangu mdogo niko unyonge siupendi. Umeelewa? Siupendi ikiwa kesi inanihusu mimi au inamhusu mtu mwingine. Kwa hiyo nikajikuta tu napenda kufanya mazoezi, lakini lengo ni kuhakikisha amani inakuwepo kwa stili yoyote. Na nishavinunua sana vita ambavyo havinihusu. Umeelewa? Kwa mara ya kwanza ulipoona boxing, ni nini kilikuvutia? Hakuna kilichonivutia kwenye boxing, kwa sababu boxing sio mchezo wa kufurahisha. Boxing ni vita. Nachelewa kusema hivyo kwa sababu watu wameiweka kwenye category ya sports, lakini sio sports. Umeelewa? Kwa nini sio sports? Wewe unakuwa uko gym, unafanya mazoezi masaa 4, 5 na kocha anakutrain namna ya kumpiga mtu ngumi umvunje mbavu. Hakuna mchezo watu wanaweza kufanya na hivyo. Unafanya mazoezi kwa ajili ya kumtia mtu kilema cha maisha. Sio mchezo, hivyo ni vita. Kwa hiyo inawekwa kwenye sports kufanya madhara yasionekane madhara, lakini sio mchezo ambao mimi naweza kushauri mtoto wangu aingie. Mimi nilichukua taji katika familia kwa sababu niliamini ndio kitu pekee yake ambacho naweza kukifanya kwa moyo, kwa sababu msingi wake tayari nao, na ndio njia pekee ambayo naona inaweza kunifanya mimi nikasaidia familia yangu, kwa sababu alivyokuwa amefariki mzee, kula ya nyumbani ilikuwa ni ya kutetereka sana. Kwa nilivyokuja kujua kwamba mamangu ana fight sana mpaka kuuza vitu vyake vya ndani wakati mwingine kwa sababu sisi tule na tushakuwa wakubwa, ikanifanya niweke jitihada sana katika upande wangu wa boxing, lakini lengo ilikuwa ni kumtengenezea yeye maisha, sio kitu kingine. Kwa hiyo naipenda kwa sababu ni kazi, na nimepoteza umri wangu mwingi sana wa maisha huko katika kufanya mazoezi, kupambana, kufanya nini.
na ikazalisha ndoto sasa katika kupoteza muda huko. Lakini yote nilikuwa nafanya kwa sababu ya kuprovide, kwa sababu ya mama yangu tu asipate tabu katika, yani katika umri wake alioishi, ifike mahali iseme kwamba mwanangu kuna vitu aliwahi kufanya kwa ajili yangu licha mambo yote aliyotupitisha ya utoto na utukutu na So ulivyoanza kwa sababu tayari ushakuwa mchezoni, ni nani ambaye anakuvutia sana, alikuvutia sana yani? Nilikuwa na boxers wengi na waangalia kwenye mtandao. Kulikuwa na boxers wengi, kila boxer ana style yake tofauti ya kupigana unapenda. Kwa hiyo unavyoangalia baadaye unajitengeneza wewe. Kulikuwa na boxer anaitwa Roy Jones Jr. Kwa namwangalia Lennox Lewis, kuna bondia anaitwa Riddick Bowe, Buster Douglas, James Toney. Yani boxers wanaongoza kwa nguvu sana, wanafanya mazoezi gani? Boxers wanaongoza kwa kufanya footwork sana, wanafanya mazoezi gani? Boxers wanaongoza kwa kukwepa sana, wanafanya mazoezi gani? Kwa hiyo changanya ile ikanifanya nikajikuta mimi, lakini mimi ni boxer wa jitihada sana, najituma sana katika utafutaji wangu, kwa sababu yani hamna msaada mwingine kwenye familia ukitoa mimi na boxing ndio kitu pekee ninachotegemea. Kwa hiyo sichukuli katika uzito mdogo, kwa sababu nafikiri ni jahazi la maisha ambalo limebeba hatima za watu wengine na ndio maana nakuwa mkali sana linapokuja swala la kazi na hiyo inaweza kupelekea watu wengine kuniona sio mtu smarti au sina kauli au na tabu au nini, lakini ni kwa sababu tu siwezi kukubali na siko tayari kuangusha mamia ya watu ambao wako nyuma yangu na ambao naamini ni jukumu langu pia. Unakumbuka pambano la kwanza ambalo lilikufanya sasa uamini kwamba mimi naweza nikaingia ulingoni na nikamchapa mtu? Yes, ile pambano nilicheza na bondia mmoja anaitwa Alibaba Ramadhani. Wapi hiyo? Huyu jamaa yuko Arusha. Lakini nilicheza naye ilikuwa Tangamano, Tanga. Miaka mingi sana. Lakini katika rekodi alicheza na kocha moja ya kocha wangu, naye alikuwa ni mpiganaji mara 2 na zote akampiga kocha wangu, alafu ikaja mimi ndo naenda kupigana naye. Kwa hiyo zile momenti unakuepo kwenye pambano, unaona kinachotokea kwa kocha, alafu baadaye wewe ndo unakuja kupigana naye, haikuwa siku nzuri kwangu. Kwa nikaenda nikapigana, ilikuwa mechi ngumu sana. Ilikuwa mechi ngumu kwa sababu na yeye aliambia watu, bwana Mwakinyo akifika raundi 4 nitaacha mimi kupigana. Kwa hiyo ilikuwa ni maneno ambayo niko nayo hapa kila wakati, naogopa ulingoni. Na jamaa alikuwa anapiga vyuma sio mchezo. Yani nimepigana naye dozen yule jamaa. Ile pambano nilishinda, lakini nilikuwa nikipewa pole, nikisema asante nasikia nanuka damu kwenye mdomo. Yani damu inatoka ndani, sijui imeangukia sehemu gani. Na kuna mshabiki mmoja alikuwa anauza machungwa, alikuja na beseni lina machungwa. Kwa ile furaha yake ya ule ushindi akanipa yale machungwa kama 10 hivi. Basi nilikuwa kama natafuna chupa, yani mdomo wote umekatika kila machungwa. Noma sana. Sasa ile ndio pambano gumu kwenye maisha yangu kuliko mapambano yote, kwa sababu ndo lilinifanya nijione sasa naweza kukabiliana na mtu yote. Kama huyu jamaa pamoja na CV zake nimeweza kupigana naye hivi, mimi tayari nimeshakuwa professional boxer. Ingawa watu wengi walionijua baada ya kushinda ma international fight walichukulia kama pambano fulani ndio pambano lake gumu. Yani lilo ndio pambano lililonitoa mimi kuona naweza kukabiliana na. Lakini pia ukweli unaokoa sana kwenye maisha. Siku moja nilihojiwa na gazeti moja, sikumbuki lilikuwa gazeti gani, nikaielezea hiyo scenario ya yule jamaa alivyonitandika, kwa sababu nilishinda mimi, lakini mimi ndo nilikuwa naumwa. Unaelewa? Jamaa alisoma gazeti kwao, akafurahi sana, akanipigia simu, bwana vipi, nimetafuta namba yako, mimi mtu fulani, nimesoma kwenye gazeti, bingwa wa kweli anatakiwa awe hivyo, nimefurahi sana na ulichokifanya. Nitakupa siri kwa nini nilikuwa na ngumi kali. Umeelewa? Akaniongezea sumu, zikanifanya nikawa hatari zaidi. Hizo sumu huwezi kushare. Siwezi kushare na mtu. Utakuwa unauza silaha ya vita. Siwezi kushare na mtu kabisa. Kwa sababu jinsi alivyonipa yeye, nikaitopa hapo ikawa Pro Max. Unaelewa? Kwa hiyo unapiga zaidi. Yani maboksa wenyewe wanajua mziki wangu. Ukiingia kwenye 18 utajua huyu kanyonya kwa mama yake miaka 2. Vibaya sana. True. So
Kwenye boxing pale imekufundisha nini ambacho shule haijakufundisha? Boxing imenifundisha vitu vitatu. Uvumilivu sana. Mimi ni mvumilivu sana katika mambo mengi magumu. Kuna watu wanaweza kufanya vitu kwenye maisha ya kawaida ili nikome, lakini baadaye wanakoma wao baada ya mimi, kwa sababu kiwango changu cha uvumilivu kilikuwa kikubwa sana. Kwa sababu mazoezi, unafanya mazoezi, unashinda na njaa, unafanya mazoezi, haujakula, unajiandaa na pambano, mara pambano limekufa, promoter apokee simu, mpinzani hayupo, umefanya mazoezi, umeshakopa, umefanya nini sasa? Lakini huwezi kukata tamaa, huwezi kurudi nyuma. Kwa hiyo ikanifanya kwanza niwe na moyo mgumu, niwe naweza kuvumilia vitu. Alafu imenifanya nimekuwa katili sana, kwa sababu kumpiga mtu ngumi sehemu kwenye mbavu au jicho, ameumia, alafu unaenda kumpiga tena pale pale, huo ni ukatili. Kwenda kumuumiza zaidi mtu ambapo ameshaumia ni ukatili. Kwa hiyo imenifanya nimekuwa katili sana. Alafu siogopi chochote. Mimi ni aina mtu ambaye siogopi chochote. Haijalishi wewe ni nani na una nini. Itakapokuwa kuna option ya kuchagua kati ya amani na vita, mara nyingi uchagua amani, kwa sababu vita sio hatima nzuri. Yes. Wala kuna mtu anayetaka. Lakini ukichagua vita, sitachagua amani, tutapigana brother. Yani hicho ndio kitu ambacho kiko ndani yangu. Kuna kipindi ulishawahi kutamani labda kuacha boxing, na kitu gani kilitokea, kama iliwahi kutokea ikakupelekea huko? Haijawahi kutokea. Haijawahi kutokea, kwa sababu ndio muhimili wa maisha yangu. Naacha boxing alafu nafanya nini? Kwa hiyo tusitarajie hata siku moja kumuona Mwakili. Itatokea, kwa sababu vitu vinaenda na wakati. Kuna wakati nitakuwa na maisha mengine, lakini boxing nitaacha ndipo nitakuwa imenitosha mimi mwenyewe, sio kwa sababu ya matakwa ya mtu. Umesema huwezi kumshauri mtoto wako aingie kwenye boxing. Yes. Ni kwa sababu tunaona kuna boxer wanafanikiwa kinoma, yani maisha yao yanakuwa yako mbali sana. Inaweza ikawa ni njia nzuri. Kuna watu wanawaandaa watoto wadogo kabisa saa hii kuwa mabondia wa baadaye. Wewe hautaki kabisa kusikia hiyo. Ni kwa sababu ya wenzetu wanafanikiwa kwa sababu ya mifumo yao ya boxing inavyoendeshwa, na yetu sisi ni tofauti. Wale wako mbele miaka 50 kwenye boxing, sisi ndio tunaanza sasa. Kwa kufikia kwa wale inawezekana hata ndoto tunazoziota sisi kwenye boxing zikatimizwa na watu wengine ambao sio sisi, kwa sababu ya mifumo yetu. Unaelewa? Huku kuna usimamiaji mbovu sana kuendesha hivi vitu, kuna ubinafsi sana, kuna chuki sana, kuna roho mbaya sana, kuna kufanyiana vitu vya kukatishana tamaa, vya kuvunjana moyo kwa sababu fulani aonekane bora, fulani hivi, fulani akome, ambapo wenzetu wametoka kwenye mifumo. Wale wakati huu tunawaza ujinga, unakuta mtu kama kuna promoter mkubwa kama Eddie Hearn, yeye anatamani kupata boxer ambaye atakuwa anatoka Afrika, atayekuwa na talent ya kuwakilisha Afrika wote. Lakini huku kuna mtu ana boxer na talent, lakini kwa sababu sio wake anataka akome, ashuke chini ili wake wafike. Kwa hiyo hatuwezi kufanikiwa. Na nafikiri pia kitu ambacho mabondia wanapaswa kujua, yani siku nitakayosema siwezi kupigana ngumi rasmi na ndio ngumi Tanzania zitakufa, inawezekana watakubali wengi au watakataa, lakini huo ndio uhalisia. Kwa sababu ya naijua industry ilivyo. Na kuuliza swali ambalo watu wengi wanaogopa sana kukuuliza hili swali. Sema Hassan Mwakinyo, unafikiri ni kwamba anaeleweka vibaya au anaishi kulingana na sifa ambayo unapewa na watu? Sijui sasa wanaoniongelea wananitazamia katika engo gani. Umeelewa? Unajua katika maisha kitu chochote kina pande mbili. Kuna wakati wanasema uruhusiwi kuvuta sigara ukiwa sheli kwa sababu mafuta yataripuka. Na binadamu pia ana saidi zake ambazo sasa kama watu wameamua kuchagua kuunika katika upande huo, sina namna ya kuwarudisha kwingine, lakini nafikiri
Mimi shida yangu na watu ni kwenye kazi tu, sio maisha mengine. Na katika vitu ambavyo niko tofauti na watu wengi ni kwamba mimi kuna vitu siwezi kuvivumilia kwa sababu mimi niko real sana. Mimi niko real sana. Kwa hiyo siwezi kuishi na mtu ambaye hayuko real. Na siwezi kuishi na mtu ambaye hayuko real asijue. Utajua kama hauko real. Sasa unajua mara zote ukweli unakuwa mbaya kwa sababu unakuwa unazungumza kitu watu wasichotaka kukisikia. Ndio shida ya ukweli. Na mimi napenda kusema ukweli ambapo sijafurahishwa na kitu. Kwa hiyo shida inaanzia hapo. Wengine wanasema unajiamini kupita kiasi. Najiamini kwa sababu ya kile ambacho naweza kukifanya. Ambacho siwezi kufanya, siwezi kukuahidi. Wengine wanasema una kiburi. Wanaitafsiri tofauti kwa sababu katika wanaosema hivyo hawajai kukaa na mimi. Hawanijui. Umeelewa? Unajua kuna maisha fulani watu famous wanayafanya ambayo kwa namna fulani yanawasaidia, lakini mimi kuna wakati nikishauriwa yanakuwa hayaniingii sana akilini. Kwa sababu gani? Sisi tumefundishwa ukisaidia mtu kesho ujira wako atakulipa Mungu. Unaelewa? Ndio. Na kuna watu wanasaidia watu ili waonekane na watu wanasaidia watu. Very true. Unaelewa? Sasa tofauti ya mimi na wao, dunia inanihukumu vibaya mimi kwa sababu mimi nasaidia watu wasionekane na watu kama alivyoagiza Mungu. Sio kama unanielewa. Nakuelewa. Yaani siwezi mimi kwenda kumpa mtu msaada wa kitu alafu niseme nimemsaidia mtu amenigusa emotional watu waone mimi ni mtu aina gani. Hicho siwezi kukifanya hata kama dunia itanipaka ubaya mpaka mwisho. Siwezi kufanya hivyo. Na sio kweli kuwa tangu nilipotoka mpaka nilipofika sisaidii watu. Nasaidia watu lakini nathamini utu. Kulinda utu wa mtu ni pamoja na kufanya kitu kisionekane mbele za watu. Kweli. Sasa mimi watu ambao nawasaidia watu wanajua ninayemsaidia ni mimi na Mungu, inatosha. Sio kama unaelewa. Nakuelewa. Sasa tofauti ya mimi na watu wengine ni kwamba kuna star atasimamisha gari awape biskuti watu Kariakoo nzima anajirekodi watu wamuone, jamaa ana smart sana. Mimi sifanyi hivyo. Lakini nafanya makubwa zaidi ya hayo. The same thing leo tunamuona Saidi Lugumi. Jamaa amefanikiwa kiasi gani? Mimi na wewe tunajua ana utajiri wa kiasi gani? Hatujui. Lakini ndio mtu namba moja ambaye unaweza ukampigia simu anapokea yeye mwenyewe binafsi. Bwana nina shida 1 2 3 nataka kuja kuona, anakuona, anakusikiliza, anakusaidia. Kuna watu humu hawajafanikiwa wako kwenye level ya utajiri lakini akipiga simu anapokea assistant wake anasikiliza unachokisema ndo amwambie bosi. Mimi na watu mkoani kwetu hawajafanikiwa lakini ukitaka kuonana naye yani umefika ofisini kwake lakini bado anaongea na simu na mtu mwingine kama huo ni muhimu wa wewe kufika pale. Lakini Lugumi ana kila kitu lakini anaweza kusikiliza kila mtu. Anaweza kusaidia kila mtu. Kwa hiyo hela au mafanikio hayahitaji kelele kama ambavyo misaada haihitaji kelele. Kweli. Ndio maana benki kuna TV lakini hazitoi sauti zile kama zimekufa betri au zimekufa speaker. Haitaki sauti. Sawa. Huwezi kumwona Mode Uji anasimama sehemu anasema na utajiri kiasi fulani. Huwezi kumwona Davis Mosha anasema na utajiri kiasi fulani. Lakini wengi wanaosema wamefanikiwa hawajafanikiwa kwa sababu mafanikio hayazungumzwi hadharani, yanaonekana. Yanajionyesha yenyewe. Sasa na hukumika vibaya na jamii, nafikiri ni kwa sababu njia niloamua kuishi, sipendi kufanya vitu vinavyofanywa na watu wengine tuwe sawa. Mimi nafanya vitu kwa sababu Mungu ndo ameagiza watu wafanye hivyo. Kwa hiyo nasaidia ninapoweza na nakubali kueleweka na anayenielewa. Siwezi kulazimisha kila mtu asimame katika upepo wangu. Nimekuwa matured kiasi kikubwa sana, kwa hiyo kumwambia mtu mimi sio mtu mbaya ni mtu mwema naona inanipotezea muda sana. Kwa hiyo kama Mungu atachagua uone wema wangu utaona, kama Mungu atakuchagua uone ubaya wangu utaona. Ukirudi nyuma kwenye boxing hapa, maisha yako ya kwa ujumla, ni kosa gani ambalo unakubali lilikuwa la kwako kwa 100% kwenye boxing ambalo lilipelekea vitu vingine vikatokea, yani vikaleta challenges kwenye maisha yako ya boxing? Kosa ambalo nakubali lilikuwa la kwangu moja kwa moja kwenye kazi. Kosa ambalo nakubali lilikuwa la kwangu moja kwa moja ilikuwa ni kuna pambano moja nilicheza, sikucheza.
nilitangazwa nikapima uzito. Niliahirisha, niliandika kwenye mtandao siku hiyo, jamani, kuna vitu vijaenda sawa na promoter, mimi sitapanda ulingoni. Lile pambano kuna watu walinifuata, bwana, tunataka tufanye kazi na wewe na 1 2 3. Lakini kuna mzee walimtumia kanifuata. Na yule mzee ni katika aina ya watu ambao alitishwa sana kabla ya kunifuata. Ana kiburi sana, jeuri sana, nini mjivuni. Lakini tulivyokaa kama masaa mangapi hivi, akaona kulikuwa na uongo mwingi sana katika story za kusikiliza upande mmoja. Kwa hiyo akanielewa mimi ni mtu aina gani, tukawa tunapiga story, tunaelewana. Na hata jeuri, hata mtu mwenye dharau, hata muuni pia si ana wazazi wake. Kwa hiyo nikawa naenda naye kwa hekima na upole, kana kwamba huyu ni mzazi wangu. Kwa hiyo baadaye nikasikia kuna watu wamechip in kwenye pambano langu, watu ambao mimi ni mahasimu zangu, hatuwezi kufanya kazi pamoja. Kwa hiyo nilivyosikia ile scenario, nilimuuliza yule mzee, bwana, kuna 1 2 3. Akakataa, kumbe kitu kweli. Sasa kinachoniuma mimi ni kwamba niliendelea kuamini kutokana na ule ukubwa wake na ile heshima ambayo nilimpa. Kwa mimi nikawa ninachotakiwa kufanya nafanya nikiamini ahadi ya maneno na yeye. Lakini baadaye siku kazi zimeisha, kumbe ni kweli kile nilichokuwa nakisikia pembeni kitatokea na kimetokea. Kwa hiyo nikawa namwambia mzee, haunimudu kama watu wanavyosema, au hauniwezi kama unavyoona. Ni kiango cha adabu nilichokuonyesha ni kikubwa, kwa hiyo kinakufanya uone kama unaniweza. Lakini nikiswitch au taamini kama ndio yule ulikuwa unaongea naye masaa 4 yaliyopita. Kwa hiyo baadaye ikafikia hiyo hatua, na baadaye kweli taifa likaniona mimi mtu mbaya, lakini wapo ambao walinielewa kwa sababu niliamua hapa tulipofikia sichezi. Lakini pengine nisingefanya vile, kumwamini yeye, ningekataa mapema ile biashara, tusingefika pale. Pengine nisingetia watu hasara, kwa sababu watu walipata hasara. Unajua mimi na boxers ambaye nimetokea katika hii career ana washabiki wengi kuliko boxer mwingine yoyote. Kwa unavyokuwa natangazwa kupigana mimi, kuna watu wana visembuzi vyao, kina miaka 6 akinunui bando, akisikia napigana mimi ndo anachanga hela zake ananunua. Sasa ikiwa sipigani na hela zao haziwezi kurudi, wale watu wanaumia sana. Kwa hiyo ni katika jambo ambalo nililitolea maamuzi, lakini nilidhulumu haki za watu wengi ambao sijui ningefanyaje ili kuwalipa zaidi ya kuomba msamaha, na niombe msamaha tena kwa watu wote ambao walihusika na lile tukio, kwa sababu lilikuwa nje ya matoka yangu. Ile kesi ilishaje? Uliwalipa jamaa? Jamaa gani? Hao ambao waliandaa lile pambano ambalo kutokea. Hatukulipana, kusema ukweli. Hatukulipana, lakini tulifikishana mahakamani. Na kaandikiwa charges nyingi nadaiwa. Na kuna mtoto mmoja wa Tanga, mshamba hivi, alishadadia sana lile swala. Yeye yuko hapa da na dilidili na baadhi ya viongozi. Kwa hiyo akawa alishadadia sana lile swala, linikwamishe, nipelekwe jela labda, alafu yeye atokee kama picha ya Kihindi aseme naweza kumsaidia Mwakinyo, yani iwe tu nimemsaidia Mwakinyo, umeelewa? Kitu ambacho mimi namuona mshamba na sitaki kudili naye. Kwa hiyo lilileta changamoto, lakini kwa bahati siku moja tulipokuwa mahakamani, mzee alileta demand note ya hela nyingi sana, anazosema amepata kwenye pambano. Sasa unajua mahakama sio baraza ya kahawa. Ukisema umepoteza bilioni 2 unatakiwa uzichanganue ili waje na watu walioingia akilini. Lakini tukafikia wakati inabidi nimlipe tu kilichokuwepo. Kamwambia mzee, mara nyingi tulivyokuwa tunawasiliana sisi kama vijana, mimi na wewe kama kijana wako, kuna nyakati nilikuwa nikikupigia simu hauko nyumbani, unaniambia bwana niko kanisani, niache nikishuka ibadani. Kama unaweza kuniingiza kwenye mtihani huu ambao hatima yake unaijua, kanisa unaenda kufanya nini? Unataka ufalme wa Mungu, alafu wewe unaweza kudhulumu haki ya mtu? Kama kweli nastahili kukulipa mimi na una uhakika nimekutia shoti, mimi nitakulipa. Tukakubaliana. Lakini baadaye ukweli unachelewa, lakini una nguvu zaidi ya uongo. Akasema bwana, mimi naomba ile jambo tulimalize mwanangu, maisha mengine yaendelee. Kwa hiyo nikashukuru kwa sababu sikuwa na hatia kusema kweli. Yes. Hapo ulikuwa unajitetea mwenyewe, kuna mwanasheria? Sikuwa najitetea mwenyewe kwa sababu unajua mambo ya kimahakama, ikiwa ndio mara yako ya kwanza lazima upate mwongozo. Lakini sasa hivi naweza nikasimama hata na taifa zima
na confidence ya kutosha na najua njia zote za kupita. Hiyo sio kesi yako ya kwanza kupeleka mahakamani? Hiyo sio kesi yangu ya kwanza. Kuna yule jamaa lakini kesi zote sio kitu ambacho kama nilivyokueleza, yani mimi ni mtu ambaye kiwango changu cha uvumilivu kiko juu sana. Yani mpaka ukisikia nimefanya maamuzi na ukathibitisha, ujue ilikuwa inalazimika huyo mtu tu aumie. Ujue kuna wakati mwingine mtoto anaambiwa nenda kaoge, hataki, nitakuchapa ukalale, asikii mpaka achapwe kalale. Na kuna watu wazima nao wako hivyo hivyo. Ile vipi ile ya yule jamaa alikuwa anataka kukuibia? Yule mwizi aliyoingia kwako. Yule sio jamaa alikuwa anataka kuniibia, yule ni mwizi. Yule ni mwizi aliingia kwako. Yule ni mwizi aliingia nyumbani kwangu. Hivi hiyo ilikuwaje hiyo? Ile ilikuwa saa 10 usiku na ameshaniibia karibia mara 10 lakini aina ya mbwa ninaofuga mimi sio mbwa wa kawaida. Umeelewa? Na breed za mbwa tunazofuga mara nyingi zina copy tabia ya mfugaji alivyo. Kwa hiyo mimi mwenyewe kuna namna nimewatrain wale kama security guard yangu. Kwa hiyo ukiakanyaga watakustarehesha. Kwa hiyo dogo aliingia, ni story ndefu, lakini aliingia akashikwa na mbwa. Baadaye kelele zilivyokuwa nyingi, niliamka nikampigia simu mkuu wa kituo, bwana kuna tukio 1 2 3. Nikampigia simu mwenyekiti wa mtaa, wakaja alfajiri, wakaingia ndani, wakamtoa yule mtoto na polisi, tukampeleka kituoni, nikaandika maelekezo. Ilikuwa Jumapili nafikiri, Jumamosi, ilikuwa Ramadhani. Kaandika maelekezo, nikaenda zangu mazoezini. Yule dogo akalala hospitali siku 3 kwa sababu hali yake ilikuwa taabani sana. Lakini babake alinipigia simu siku ile, bwana nasikia kuna 1 2 3. Ni kweli? Nikamwambia ni kweli, imetokea hivi na hivi, lakini hakuna mzazi anayestahili kupitia hicho unachokipitia wewe kwa mtoto wako, hata kama kweli aliiba. Mimi naomba nikupe pole kwa sababu ni tatizo kweli limetokea, lakini kama angalia hospitali hali yake itakavyokuwa, then utaniambia tusaidiane vipi kuangalia afya yake. Yes. Basi akaenda. Sasa kuna mtu fulani ndugu yake ni huyu mzee, baba yake yule mtoto. Alinifuata mimi. Akaniambia bwana, nimempa namba yako, baba yake yule mtoto atakupigia. Nikamwambia sawa sawa, basi nendeni hospitali mkaangalie, mtaniambia cha kufanya ni nini. Umeelewa? Basi jamaa akaenda hospitali, lakini alipokuwa hospitali kuna mtoto mmoja huyo wa Tanga huyo anaitwa Zayumba. Miaisho sana. Yani karibia 45% ya mapambano yangu yote yanayoharibika anayafanya yeye, kwa sababu ana network sijui na mtu fulani, sijui mkuu wa mkoa rafiki yake, sijui mtoto wa rais rafiki yake, sijui. Kwa hiyo anatumia hiyo kuniwekea vikwazo katika mambo mengi. Kwa yule alimfuata yule dogo polisi, hospitali, akamwambia mimi nitakusaidia hii kesi, lakini kwanza kataa kama wewe mwizi, sema ulikuwa unapita unaokota nazi, sijui unafanya nini. Kwa hiyo jamaa akakushika akakuingiza ndani akakushakizia mbwa na nini. Kwa hiyo yule statement yake alivyokuwa ameiongea kwenye media ikarushwa. Tukio lilitokea Jumapili kama nilivyokuambia, Jumapili, Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi nikapigiwa simu, naitwa polisi. Nimefika polisi, bwana kuna 1 2 3 unashtakiwa hivi. Nashtakiwa jamani, mimi nimekuja kufungua kesi hapa. Wiki inaisha sasa hivi. Sisi wenyewe tunashangaa sio na nini. Mara ikapigwa simu, natakiwa Mwakinyo aingie lock up. Lakini mbona kesi yake inadhaminika kama ni hivi na mtu yuko hai haja kufa, natakiwa aingie lock up. Nani kasema? Naona kweli mimi nikaingizwa lock up pale na zamani ikafungwa. Umeelewa? Sasa kuna muda wale polisi wakawa wananiuliza labda Mwakinyo kuna askari unatembea na mke wake, labda kuna mtu. Nikamwambia hapana, yani sio mitikasi yangu, lakini kwa sababu huyu mtoto wa Kitanga huyu miausho najua mambo yake. Kwa hiyo nikajua tu ile namlenga mtu fulani, lakini basi kwa hiyo wakalichochea mixa kuwatafuta mawakili, kuwapa watu hela watengeneze ushahidi wa uongo tumfunge. Unajua kuna mtu anaamini kunishusha mimi kwenye boxing kunaweza kufanya mabondia wake wakawa juu, au kuna bondia anaamini mimi nikifa leo kesho atakaa nafasi yangu. Kumbe sio, mtu akifa na kufa na ufalme wake. Sio kama unaelewa. Nakuelewa. Kwa hiyo ikatengenezwa ile scenario vile. Kweli mwanangu, mimi nikapelekwa ndani nikakaa siku 14. Siku moja nimetoka kwenda mahakamani,
akaambia watu leo Zamana anakosa, atarudi tena ndani. Na kweli nikakosa Zamana, nikarudi ndani. Mara ya pili nilivyokuja, akaja nje ya mahakama na watu wake, akasema mwambieni Mwakinyo akubali nimtoe hii kesi iishe. Nikamwambia shehe, kama wewe ndio unataka kunitoa bora nifungwe miaka 100, mimi sio dhaifu kiasi hicho. Nikakataa kutoka. Kwa hiyo nikaekwa ndani. Lakini baadaye kesi ilivyoenda, mahakama ilikosa ushahidi wa kutosha kunitia hatiani, kwa sababu kweli unachelewa tu, lakini una nguvu kuliko uongo. Wakakimbiana baadaye mashahidi, kwa sababu unajua mahakama sio kilinge bwana. Watu walikuja pale wakawa wanaitana mashahidi hawaonekani, yani huyu anaongea hivi, huyu anaongea hivi, huyu anaongea, kumbe vitu vyote vinaandikwa vile havikuwa tu vitu vinafanyika hewani. Kwa baadaye kaenda na sikukutwa na ile hatia, na mahakama ikajiridhisha kwamba yule kijana alikuwa kweli ni mwizi, kwa sababu polisi wote walikuwepo. Na mimi nilipiga simu kabla yao na kwa hiyo ni scenario ambazo nilikutana nazo kwenye maisha, lakini lengo lilikuwa ni kunidogosha tu, kunichafua. Lakini sasa uzuri ujue Tanzania sasa hivi sio ya mwaka 82, yani watu wamesoma, wana knowledge, wakisikia vitu wanavipima kabla ya kuviamua. Yani mtu akiwa anakuchukia ndo anaweza akaamini kile anachokisikia moja kwa moja. Lakini kuna mwingine anasema sawa, sasa saa 10 usiku alikuwa anatoka wapi? Hayo ni maswali yanaulizwa maskani tu na watu, sio mimi. Kwa hiyo hata kuja kutoka public kuliongelea haikunipa ugumu kujitetea, kwa sababu ni scenario ambayo ilikuwa inaonekana. Uvoingia jela sasa, unajua lazima kule kuna mashabiki zako. Ile ni moment ambayo sitaisahau kwenye maisha yangu yote, kwa sababu mimi nilishakuwa nikikaa nyuma na washikaji nasema, hadi kuna DSO mmoja Tanga naitwa Idi, kakaangu, nimpigia simu siku moja nikamwambia, mzee, mimi bwana natamani siku moja niende jela, nikalale tu nione kule kuna story gani, dunia inaendaje. Akasema kule hakuruhusiwi kwenda mtu ambaye sio mhalifu. Unaelewa? Nikamwambia hatuwezi kuongea na mkuu wa magereza. Akaniambia haiwezekani. Nikamwambia basi nimpige makofi hata mlevi mnipeleke. Akasema hapana, usifanye hivyo. Unaelewa? Kwa hiyo ilivyokuja kutokea ile. Na kwa nini kwanza ulikuwa unatamani kwenda kule? Yaani nilikuwa natamani nika experience yale maisha, kwa sababu udogo wangu nilikuwa mtukutu, lakini sijawahi kwenda lock up. Kukaa sero na watu walofungwa, kusikia zile story, kuona usiku wao unakuaje na nini. Unaelewa? Lakini nikawa natamani sana Mungu anifanyie vyovyote niende. Kwa hiyo lile swala lilivyokuja ilikuwa ndani ya ndoto yangu, lakini sio katika njia ambayo ilitumiwa, kwa sababu njia ilikuwa ni ya kunidhulumu. Kwa hiyo nikapata ile experience niliyoitaka, nimeweza kukaa na wafungwa, lakini kitu ambacho kimenipa faraja ya maisha yote, ambayo hata kama itatokea siku nitaandika kitabu, siwezi kuacha kuliandika hili ndani, kulisimulia, ni kwamba pale ndani kulala ni saa 10 jioni. Watu waliokuwa majela wanajua. Lakini siku ambayo napigana mimi pambano langu ndio siku ambayo watu wanachelewa kulala, wanakaa nje mpaka saa 5 usiku, mpaka saa 7, mpaka alfajiri, nategemea fight itaisha muda gani. Kwa kuna watu walikuwa wanawishi kuonana na mimi kwenye maisha ya kawaida, wengine wamefungwa maisha, wengine wamekata tamaa, wengine hivi, wengine hivi. Kwa siku nilioingia ndani pale ikawa yule mwamba tunamuona kwenye TV si ndio huyu kaja sasa. Kwa niliishi maisha fulani pale ya kifalme sana, na jela sio sehemu ya stress. Kweli? Jela sio sehemu ya stress kabisa brother. Hasa ukikubaliana na matokeo. Yaani ukiishi umezulumiwa itakutesa sana, kwa sababu utakuwa kuna kitu kinakutafuna. Lakini ukikubaliana na maisha noma sana mzee wangu. Umeelewa? Kwa pale nimeishi vizuri sana na nimepata kujifunza vitu vingi sana kwa muda mfupi. Kwa mfano, najua mimi ni Muislamu, lakini Uislamu wetu sisi utotoni kwetu tulikuwa tunafundishwa wenzetu ni watu wa motoni, sisi ni watu wa peponi. Tulitengenezwa hivyo. Kwa hiyo ikawa hata ukiwa na msiba, mtu anapelekwa kanisani, huwezi kwenda kuaga. Kumbe unaweza kwenda kuaga, kwa sababu dini ni imani, sio mavazi. Sijui kama unanielewa. Nakuelewa. Sasa nikawa naenda mimi, lakini nakaa mbali, nagombeshwa. Wakati mwingine nikisikiwa nachapwa, kwa nini umeenda? Kwa nini watu wanafanya kipaimara wameenda kula keki unachapwa? Kumbe sio kwani keki si ni chakula tu. Umeelewa? Sasa nilipokuwa niko pale ndani, nilikuja kutana na mtu mmoja mchungaji, lakini huyu jamaa alipewa kesi ya utakatishaji na marehemu Magufuli, wakawa wamefungwa. Kwa hiyo jamaa alikuwa ni mchungaji huko, kwa akaenda kule na dini yake, kapigwa kama miaka 15 20 sijui.
Sasa ikawa kila ikifika saa 10 jioni au saa 11 kabla ya chochote kuna kuwa na tenzi za rohoni zile. Sasa ile selo yetu ina magodoro, yale magodoro yana mitaa yake, yale yaliyochoka yale, sijui ni Vingunguti wanaita, sijui kwa Njeka, Tanga, sehemu zile ambazo zinakaa watu mchanganyikeni tafurani. Alafu kuna Kariakoo, mitaa ya Ushuani. Kwa hiyo mimi kwa nafasi yangu nikaikuwa Ushuani, na kwa hiyo zikawa zile tenzi zikitolewa, mimi niko hapa. Kwa hiyo unajua hakuna movement ya kelele, ni utulivu tu watu. Kwa hiyo nikawa na yale maneno yanayosomwa pale yananiingia sana, na yakawa yanafanya moyo wangu uwe na amani sana kuhusiana na masuala ya kwamba nimeonewa. Ujue kuna vitu ukivikosa unaweza ukatoka lock up ukafanya tukio la ajabu, watu wakashangaa, umeelewa, ambapo kwa akili yangu mimi naweza kufanya hivyo na dunia ikawa shwari tu, lakini yale maneno yaliyokuwa yanaongelewa pale ya kiimani yaliufinya moyo wangu kwa mdogo sana, na kuona kwamba hivi vitu inabidi vitokee kwenye maisha ili wakati mwingine wakomboe watu kifikra na vitu kama hivyo. Kwa hiyo jela na mashabiki wengi sana, na niliwameki watu proud na mimi, kwa sababu kule chakula ni uji tu, umeelewa, uji tu na mchele sometimes, lakini mara nyingi uji tu na dona, ugali mgumu, umeelewa. Kwa hiyo mimi nilikuwa nikifunga, kwa sababu nilikuwa ni mwezi wa Ramadhani, nilikuwa naletewa vyapati na nini. Sasa naletewa chapati 3 na chai na nini, alafu kuna watu kibao. Kwa nikamwambia sikizeni, ongezeni hela chapati, fanyeni 50 au 100, mikate, maandazi. Kwa hiyo kulikuwa kuna kuja pale labda chapati ndo 2, maharage sijui nini. Kwa hiyo ikafika hatua ikawa wafungwa wote wanaomba Mungu kesi yangu isiishe ili waendelee kula na mimi nataka kutoka. Kweli, kwa sababu mkombozi wao. Watu walikuwa hawajawahi kula vile vitu miaka kibao, sio? Na pia nikapata bahati ya kutoa wafungwa wengi, maana nilikuwa nauliza watu, bwana afande huyu ana kesi gani? Mbona anaonekana wiki? Bwana huyu kafanya 1 2 3. Lakini kesi yake huyu ilikuwa labda ahukumiwe miaka 5, kulikuwa na faini labda ya milioni. Kwa mpaka sasa hivi katumikia miaka fulani, faini yake imebaki 600,000. Mimi namtoa huyu, naandika majina pale, niandikieni. Nikitoka mimi nalipa zile control number za mahakama, bwana nawatoa. Kwa hiyo nimechomoa watu kibao, lakini video siwezi kufanya kwenye kamera kwa sababu nimeguswa na hisia pale, matatizo mbele za Mungu, unaelewa. Sometimes inabidi usaidie watu, kwa sababu kesho ikiwa haupo duniani, Mungu atawapa ulinzi watoto wako kulingana na kile ulichokitanguliza, sio kamera. Unaelewa, accounts zinapotea bwana. Sure. You're right. Pale wamekupokea kama mfalme vibaya sana. Tanga vipi, inakubeba kama mfalme wao kweli? Sijajua, kwa sababu nature ya mkoa wetu watu wengi hawako real, unaelewa, na wengi sana ni watu wanaamini katika chuki, kwa sababu ni mkoa ambao na watu wengi sana wa hali ya chini, na mtu asiye na kitu ni rahisi sana asiwe mtu wako akikutana na mtu mwenye kitu. Unapokuwa unawasaidia watu sana, kuna wakati unawalemaza. Usipowasaidia tena, unaona umekataa nafasi ya urafiki na wao. Kwa hiyo wanatafuta anayeweza kuwapa kama wewe, ili awe rafiki yao, wewe usiwe rafiki yao. Kumbe msaada sio haki yako, kama watu wanavyosema. Kwa hiyo sasa vijana wengi wa mkoa wetu sio watu ambao wana ndoto nyingi kubwa, ila wanafanya vitu ambavyo viko ndani ya uwezo wao. Kwa hiyo inafanya akitokea mtu akaambiwa bwana Bidazen sio mtu mzuri, mbaya sana, alafu pale ukawapa 10,000 kila mtu, mbaya nitakuwa mimi nilosema wewe mbaya, kwa sababu mimi nimekupa kwa wewe ubaya, na sijawapa watu 10,000. Sijui kama umeelewa. Nakuelewa. Kwa hiyo na watu wengi sana wanaonipenda na kunisupport sana, na watu wengi sana wanaonichukia sana na wasiotaka kuniona. Lakini ndio harama za kuwa ulipo, kwa sababu leo nimekuwa jina kubwa kwenye boxing kwa sababu niko peke yangu, hakuna anayenifuata. Ukisema kwenye ngumi nani ni Mwakinyo, hamna bondia mwingine. Kwa hiyo tuna mkoa hiyo watu, na pia watu wa mkoa wetu sio watu wa kusapotiana sana. Naishi sana kinafiki. Lakini sasa kwa sababu ndio nature yangu na asili yangu, siwezi kukataa, kwa sababu ndio nilipotokea. Niko proud sana na mkoa wangu Tanga, na naamini ndio maisha, huwezi kukubalika na watu wote. Kwa sababu Nabii Allah Musa aliwahi kumwambia Mungu pia katika hadithi kwamba
watu wanampinga, watu ambao wanawapigania na kuwapenda kwa moyo. Mungu akamwambia watakaje sasa? Akasema mimi nataka watu wanipiganie na wanipende kama ninavyowapenda. Mungu akasema hicho kitu sijakiumba. Ningekuwa nimekiumba ningependwa mimi Mungu. Kuna watu wanaabudu ng'ombe ambao wakifa wanaliwa supu sehemu nyingine. Kwa hiyo huwezi kukubalika na watu wote, ambalo mimi nimelikubali na niko sawa nalo tu. Lakini makorora pale wamekupa uking baada ya majuto. Makorora ndio sehemu nilipozaliwa, na majuto pia mikulia pale, nimesomea pale, mama yake alikuwa pale. Kwa hiyo ndio watu ambao tumeipa heshima kubwa sana Makorora, na haitabadilishika juu ya kuwa niko mitaa tofauti na Makorora, lakini gari zote zikipita wanasema pale kwa kina Mwakinyo, hatajui mtu mwingine yote. Kwa hiyo zikufutika miaka nenda miaka rudi. Honestly, wewe ndio bondia maarufu sana hapa Tanzania sasa hivi. Sio tu maarufu, naipendwa na watu wengi. Yes. Ambaye mimi katika jambo kuna wakati najiuliza, laiti kama ingelikuwa kila watu wanaofanya kila kitu kwa ajili yangu napaswa kuwalipa, sidhani kama leo ningekuwa na chochote. Kwa sababu wapo watu hawajai kuonana na mimi, lakini nikipigana wanafunga, wanasali, wanatoa sadaka, wanalisha watu, hawajawahi kuniona na siwapi chochote. Na hiyo ndio inaniaminisha kwamba mapenzi sio chochote, ni moyo. Umeelewa? Na watu wananipenda sana, na watu wananipigania sana, ni watu wanaumia sana. Na hata siku ambao nilimaliza mchezo wangu wa mwisho vibaya, kuna watu hawakuweza kupata usingizi, na kuna watu hawakuweza kuswali swala ya asubuhi. Lilikuwa linawachoma kuliko ambavyo mimi nilikubaliana na matokeo. Kwa hiyo nashukuru sana Mwenyezi Mungu kuniweka katika nafasi ambayo kila mtu anaona anapaswa kuwa ndani yangu au unahitaji msaada wake. Sio jambo dogo, na ni kitu ambacho siwezi kulipa kila mtu, lakini ndio kitu ambacho kipo kwa sababu Mungu mwenyewe ametaka iwe hivyo. Tulizungumzia ile pambano la juzi, maana lile pambano tulilisubiri sana, tukaliangalia. Yani ilikuwa ni haraka sana kukuona umeaccept kwamba umepigwa. Umeona, unaweza ukatupitisha kwenye scenario siku ile lile pambano jinsi ambavyo ilikuwa? Vitu vilitokea vingi sana, na sikuwa mimi ambaye watu walinizoea, na sikuwa mimi kwa sababu kupoteza kwangu kulitokana na nje ya ulingo, sio ndani ya ulingo. Mazingira yale yalitokea yakaandaliwa na nini, lakini nili apologize kwa kutoa maneno machache kwa fariji watu, kwa sababu unajua ukipata msiba umepata msiba. Kwa hiyo hakuna namna utasema sio msiba kwa kuongelea, kwa kucheka. Bado utacheka, lakini uko kwenye msiba. Kwa hiyo nilitoa sababu chache ambazo nisingependa watu wazitumie kama nilizitumia kwa kuwa nimepigwa. Kupigwa nimepigwa, lakini nilielezea sababu zilizofanya nipigwe ni zipi. Yes. Hilo yaliyotokea nje ya pambano, yani nje ya ulingo, ni yapi? Ni scenario tu ambazo wanakutana nazo hata timu za mipira hizi, Simba Yanga wakitoka huko, umeelewa? Kuna vitu vinatokea kwa hiyo sio rasmi kuzungumza, lakini unajua kuna wanafanya kina Ahmed Ally saa nyingine, wakina Alikamu yao wachezaji kabla wajaenda kulala kwenye vyumba wakaangalie mito iko salama, haijapigwa dawa labda za kulevya na nini na nini, yote kuhakikisha usalama wa wachezaji ili wasiwe wiki. Kwa hiyo sisi hatukufanya hivyo vitu. Kwa hiyo tunafikiri labda athari ya kudhoofu kwangu na kuwa kuchoka sana ilitokana na huo upande, kwa sababu vitu vingi vilikuwa viko sawa, na mpaka napanda ulingoni nilikuwa nimedhoofika, sio mimi ambaye nimejizoea. Sasa kulikuwa na vitu vingi, lakini sikutaka kuvielezea ili watu wakaiweka kama huyu naye akipigwa ishiwi sababu. Yani inabidi tu ikubalike kwa nimepoteza pambano, na kama kuna watu walikuwa wameazimia kuandaa sherehe ili wale kwa kupigwa kwangu, walitakiwa waendelee kula tu, wasiahirishe kwa mimi kusema. Lakini kulikuwa na vitu vimetokea viko sawa. Imeumiza watu na imefurahisha watu wengine. True. Unajua kwenye maisha kuna wakati unaweza kutofautiana na watu ambao kuwahi kufikiria kama ungewahi kutofautiana nao. Kuna wakati ambao unaweza kusalitiwa na watu ambao uliwaamini na kuwapenda kwa moyo wako wote. Lakini kuna wakati pia unaweza kutumika vibaya na watu ambao ungekuwa tayari kufanya chochote kile kwa ajili yao kwenye maisha. Kwa hiyo hizi ups and down mara nyingine zina kuainishia tabia halisi za watu waliokuzunguka kwenye maisha, na you have to accept it. Huwezi kuweka mgomo, kwa sababu Mungu anafanya hivi ili njia zipatikane. Unajua Mungu yupo katika kila hatua. Na hata wanaotaka kuniangusha leo
wameshindwa kwa sababu Mungu yupo. Mimi ninachoamini ni kwamba Mungu sio rafiki wa mtu na Mungu hajawahi kuwa adui ya mtu, lakini yupo sehemu yoyote iliposimama imani yako. Kiamini Mungu ni majani, atakuwa majani. Yeah. Very deep. Yeah. Wewe ndo bondia pekee ambayo ulikuwa signed na Rockstar. Hivi ule mkataba bado uko au uliisha ukaenda mpaka kupambana Uingereza nini kipindi kile? Kuna changamoto nyingi zilitokea ambazo nafikiri nikizielezea zinaweza kuwa zinakwaza wengine ambao mimi napenda kuwa kazi ikiwa imeharibika mahali tubaki katika uhusiano mzuri. Yani mbona tuna hivi lakini haikuwa bahati, na ndio maana nikasema sitamani mtoto wangu aje kufanya boxing kwa sababu yani boxing ina vitu vingi sana ambavyo tunaviweza watu wachache tu ambao Mungu ametuchagua katika huo upande kuvumilia, lakini sio rahisi kama inavyoonekana. Kwa hiyo kwa kifupi hauko chini ya Rockstar tena? Sipo. Okay. Na usingependa kuzungumzia? Yani singependa kuzungumzia DP. Watu wengi ambao hawafanyi mazoezi magumu hawaamini kwenye kula kwamba ni gharama sana, especially ukitaka kuwa fit. Ratiba ya Mwakinyo ya kula ikoje kwa siku kabla ya ratiba ya mazoezi? Ratiba yangu mimi ni tofauti sana kulinganisha na ratiba za players au boxers wengi tofauti, kwa sababu kwanza yani mimi ni kama designer. Kuna mtu anapenda kuvaa, alafu kuna mtu ni designer, yani anavaa na anavalisha wengine. Kwa mimi napenda kula, ni tofauti na watu wengine. Kwa hiyo nafikiri kuwa kwa siku unakula mara 4 mara 5 sio sifa, unatakiwa ule kadri unavyoweza, ambayo hii ndo nafanya mimi. Lakini napenda sana kula fresh food. Bas. Fresh food. Na yani, mazoezi yanakuaje? Mazoezi yangu yanakuwa kipindi una pambano na kipindi hauna pambano. Ni kipindi sina pambano yanakuwa hayana utofauti na nikiwa na pambano, kwa sababu kuna wakati zinatokea zile opportunity. Kuna bondia alikuwa anatakiwa pigane na Dazain, amevunjika mkono, anatafutwa mtu wa kukaa. Okay. Kwa hiyo nikichukuliwa nakaa. Okay. Kwa hiyo nafanya nikiamini kama nitapigana kesho. Okay. Tofauti tu nikiwa na game huwa na train kulingana na kiwango cha mtu ninaenda kukutana naye. Kwa hiyo bondia akiwa mkali sana nazidi kukosa usingizi, kwa sababu kupoteza sio option ninayoipenda. Kwa hiyo inanifanya nifanye mazoezi zaidi, kwa sababu hii ndio biashara yangu, ndio mtaji wangu, ndio maisha yangu. Kwa hiyo kiamua kufanya nafanya kinoma noma Kwenye hilo sina limit bro. Naweza kuamka saa 9 usiku, kapiga tizi mpaka saa 12 asubuhi, narudi napumzika, amka tena saa 4, napiga tizi mpaka saa 6. Kuna mwanangu anaitwa Alichuma anakuja pale, tunapiga ratiba saa 4 mpaka saa 6. Tukimaliza tunakula, napumzika, natoka tena saa 9 mpaka saa 12. Natoka saa 12 naingia gym mpaka saa 4 usiku. So mchezo. Kwa hiyo ni kwa sababu nafanya kwa moyo. Napenda, nafanya kwa moyo kwa sababu ndio njia ya maisha niliyoichagua. Nafanya kwa moyo kwa sababu ndio kitu pekee katika ulimwengu ambacho najivunia ukitoa wazazi. Kwa hiyo ni Jumatatu mpaka Jumatatu? Yes. Naamini mtu anapumzika akifanikiwa. Mimi sijafanikiwa. Na maisha yanakuaje ukiwa nje ya mpambano? Yani huwa unapenda kufanya nini? Yani unatulia na watu gani? Mimi naishi maisha ya boxing. Yani watu unaweza kukaa nao vipindi vya maskani, kupigana nao story na kujumuika na michezo ya kijamii ni watu wachache sana, na huwa sio kila siku. Mara nyingi napenda kukaa peke yangu, kutafakari maisha yangu, aina ya maisha ninayotaka kuishi, njia ninazotaka kupita na vitu ninavyopaswa kufanya. Kwa hiyo mara nyingi napenda kuwa peke yangu, na ndio sababu Dar es Salaam imenishinda kuishi. Muda mwingi napenda kuwa peke yangu ili akili yangu niipe nafasi ya kufikiria vitu kwa upana, na wakati huu sitaki kusikia kelele ya kitu kingine chochote kinapita kwenye masikio yangu. Kwa hiyo inanifanya nifikiri sana deep ili niweze kujua nini napaswa kufanya. Na pia ni mtu ambaye sina lawama kwenye maisha. Yani kila kinachotoka kwa Mwenyezi Mungu amenikusudia, siwezi kulalamika nacho. Kwa hiyo yapo maisha ambayo nimepanga kuishi endapo nitafanikiwa kuachieve magoli ya ndoto zangu, na yapo maisha niliyopanga kuishi endapo sitafanikiwa, na sitamlaumu mtu yoyote.
So umesema unapenda maisha ya kutulia. Mara 2-3 hapa nimekucheki unaniambia uko Zanzibar. Umeamua kwenda kutulia Zanzibar au umeoa huko mzee wangu? Hamna. Kuna sometimes naenda kule kwa sababu napenda culture ya Zanzibar, kwa sababu hii ni mtu wa mwambao, siwezi kukataa nature yangu. Unaelewa? So kuna wakati naenda kule kukutana na watu wazee, kupata fikra za watu wa zamani, kuangalia na fikra za watu wapya. Unajua elimu haina mipaka, na unaweza kusoma vyuo vyote ukapata degree na nini, lakini hakuna chuo kinachoweza kufanya umalize elimu yote duniani. Mzee Kikwete leo umri wake umeenda sana, mzee wetu anajua vitu vingi duniani lakini hajamaliza vyote. Ukimsimamisha yeye na sisi, ametutangulia mambo mengi ya kutisha aliyoyaona, lakini hajayamaliza ya dunia nzima. Kwa hiyo kusoma kuna nafasi kubwa sana. Kwa hiyo najaribu kusoma na kujitayarisha na maisha, kwa sababu hujui kesho kitu gani kipya kita. Na najua wewe ni mtu wa imani sana, na umesema pia unapenda kukaa peke yako, lakini kuna wakati mtu unahitaji mtu wa kuongea naye. Huwa ni nani ambaye anakuwa mtu wako wa karibu zaidi? Unaweza usimtaje jina, anaweza kuwa ni familia. Swali ni personal sana. Kwa sababu dunia hii tunayoishi leo, watu wa aina hiyo hakuna. Umeelewa? Aibu nyingi za watu tulizokuwa nazo leo zilikuwa ni siri zilizokuwepo ndani ya vifua vya marafiki zao. Sijui kama unanielewa. Kweli. Lakini baadaye ukatokea sitofahamu, ikawa ni siri yetu wote. Kwa hiyo na kuwa nateseka sana kukaa na vitu ndani muda mrefu, lakini wakati mwingine naangalia. Na yupo mtu ambaye yuko tayari kuongea na mimi, lakini moyo wake hauwezi kuchukua ukubwa wa uzito wa vitu ninavyoweza kuvishikilia. Kwa naweza kumueleza nikiamini anaweza kuwa msaada, lakini nikatengeneza tatizo jingine. Yani mtu ambaye yuko willing kunisikiliza kila kitu, moyo wake dhaifu sana kumueleza kila ninachopitia. Kuna rafiki yangu mmoja ananiambiaga, wajua hata ile kumwomba mtu akukopeshe hela ni kama unajidhalilisha. Vibaya sana. Kwa sababu kwanza unaanza kujielezea. Vibaya sana. Bana, umeme umeisha hapa. Mama alikuwa anapika, sijui watoto walikuwa wanasoma nini. Unajichoresha alafu unajielezea, alafu mtu anakuambia sina kitu. Nafikiri namna nzuri zaidi, wapo marafiki, omba Mungu sana akukutanishe nao. Kuna aina marafiki ambao ukiwa nao hautasema una shida gani, ameshaelewa nini unataka kwa kukutazama. Na yupo rafiki ambaye ukimwambia bwana sifanyi, ile sifanyi yako anaibeba inakuwa kwake yeye. Kweli. Omba Mungu akupe marafiki wa aina hiyo. Ambayo ni wachache sana katika dunia. Na pengine unaweza kufa kwenye maisha yako usome experience hata hiyo partnership ya watu wanakuaje. Kwa rafiki yetu FA anakuambia kuna marafiki ameweka kwenye mafungu. Huyu akizingua anamtoa kwenye fungu hili, anaona hafai tena ukaa huko, anamweka kwenye fungu kwenye fungu lingine. Ni sawa, kila binadamu ana viwango vyake vya watu wanavyohitaji kushirikiana nao katika mambo kwenye maisha. Mimi tu sipendi watu ambao wachonganishi, watu wanabadilisha story, watu ambao hawajasimama. Mimi nataka mtu asimame na mimi, ima tutapata ama tutakosa. Na sipendi mtu anayekuja kwangu kwa sababu kuna kitu anataka, alafu nikajua. Ushikaji utakufa hapo hapo. Mimi bidaza nimekuja kwako, nimekwama na shida ya kitu, nataka nikueleze straight, daza bwana, nimeishiwa kodi 1 2 3, naomba msaada wako. Kama mwanaume mwenzako ni hifadhi. Unajua ukweli una siri moja, kama jambo linatoka kwenye moyo litakugusa moja kwa moja kwenye moyo. Yani hapo ndo utajua kama kweli Mungu yupo kwenye nyakati ngumu. Sihitaji nikuaminishe chochote, yani nikikwambia tutaona hii imetoka ndani. Kweli ngoja nimsaidie mwana. Lakini kuna mtu anakuja, daza ni raba kali sana, nani kakuchonga sio nini bwana, sasa ule ushikaji mimi siwezi. Na watu wengi wale kufanya hivyo wameishia kuwa adui yao, kwa sababu hamna walofanikiwa kupata anachokitaka. Nina maswali fulani hivi. Sio ya kimeyusho, lakini yana miyeyusho yake kidogo. Sawa. Mbona nakufurahisha tabada kusema? Nimenifurahisha hapa baada ya kugundua kwamba swali la kwanza nauliza ni mziki gani kwanza unausikiliza? Mziki gani huwa unausikiliza kabla ya pambano? Mimi nasikiliza nyimbo kulingana na situation na mood yangu binafsi. Napenda kusikiliza sana Latini music. Nyimbo za Amerika Kusini, Cuba, Mexico, Colombia, unaelewa?
Venezuela hizo, lakini pia nasikiliza na wasanii wetu wa nyumbani. Lakini nategemea siku hiyo nimeamka na vibe gani. Lakini kuna wakati nikiwa nataka kufanya mazoezi yale tough non stop, namsikiliza sana Disaster, namsikiliza sana Fid Q, kwa sababu katika jumbe zao za sauti kuna kitu wananiongezea kwenye moyo wangu ambacho kinanifanya nisichoke kile ninachokifanya. Lakini kuna wakati nasikiliza Singeli pia na nacheza, lakini nacheza katika mazoezi. Kwa hiyo inanifanya nifanye zaidi pale. Yes. Umekumbusha hivyo sema Venezuela, uko Mexico nini. Kuna kipindi ulikuwa umeenda Marekani na ulikuwa ukifanya mazoezi mengi sana kule. Paka style yako, una ile kofia yako, nilifikiri leo utakuja umeivaa. Hapana, niliacha mtaani. Kule connections zilitokea, Zilitokea, yes. Ilitokea. Lakini ni katika itanirudisha nyuma katika story yetu. Katika jambo ambalo linaniumiza na najuta sana. Unajua mimi nilikuwa na manager hapa. Yule manager tukawa tumekubaliana, nilimwona ni mtu wa Mungu sana. Unajua udhaifu ulioniingiza mimi kwenye matatizo sana ni kuamini watu ambao wanamwamini Mungu. Na hata ndio baba yangu mitihani mingi sana ya kushuka uchumi wake, aliamini watu ambao wanamwamini sana Mungu. Sasa mimi nilimwamini mtu ambaye ni mtu ambaye ukisema bwana hebu twende kwa Dazeni tukaongee naye atukopeshe japo milioni 10 itusaidie jambo fulani, anasema basi nisubiri nikaswali rakaa moja niombe Mwenyezi Mungu. Jambo ambalo mimi nilikuwa sijalifikiria. Kwa hiyo ikanikuza kiimani na mapenzi makubwa sana na yeye. Lakini kumbe ni mtu mbaya sana. Yani nyuma ya ibada kuna mambo mengi machafu. Lakini pia tukiachana na hilo, unajua watu wema wengi ni wale wanaotembea na sigara mkononi. Lakini washenzi ni wale wanaotembea na tasbihi. Kwa sababu watu wengi ubaya wao wanaoficha kwa Mungu. Lakini wauni hawawi watu wabaya kwa sababu akiamua kwa mwema anakuwa mwema. Yani ugomvi wake yeye na Mungu ni kwamba hafanyi ibada tu, lakini hataki kuwa mduanzi. Sijui kama umeelewa. Nilipata opportunity Marekani, alishakuja tajiri. Nilipewa sparring siku moja, kuna kocha wangu mmoja kule anaitwa Guy, akaniambia Hassan, leo unataka kufanya sparring, kuna jamaa atakuja kukuangalia. Etapu sparring itaenda vizuri, atakusaini utakuwa chini ya promotion yake. Siku hiyo nikafanya mazoezi sana. Jamaa alipokuja nikapigana sana kwa sababu nilikuwa naona kama ni risasi yangu ya mwisho. Kweli nikafanikiwa kutoboa pale. Jamaa usiku akaniita kwenye mgahawa fulani Florida Miami, tukakaa pale nikaagiza ice cream nikala. Jamaa tukapiga story, akaniambia bwana nitakuwa nakulipa kiasi fulani kwa mwezi. Nitakuchukulia nyumba ya kukaa na utaishi hapa. Umeelewa? Nitakuchukulia license, utakuwa na drive gari yako hapa. Na yule kocha akaniambia mimi nitakupa makaratasi uendelee kupiga boxing yako hapa. Lakini sasa kwa sharti lake ni hili moja. Yule mkataba alikuwa hataki niwe na mtu yoyote. Anichukue mimi kama mimi. Kwa mimi nilikuwa nimefika Marekani, manager nimemwacha Bongo. Lakini alikuwa yuko ndani ya moyo wangu. Kwa kila kilichokuwa kinaendelea kule nilikuwa nampigia simu na mshirikisha, bwana kuna 1 2 3 inabidi tufanye. Kwa ilipokuja swala la kusaini mkataba, wale wakakataa siwe manager, kwa sababu manager atakayekuwa anafanya nini wakati kila kitu tunafanya sisi hapa. Umeelewa? Basi sawa, awepo tu mshauri katika timu. Wakakataa. Nikakataa kusaini mkataba. Mtu ambaye nimekataa kwa ajili yake leo ameniacha, siko naye tena. Ni adui mimi na yeye, hatuwezi kusalimiana. Unaelewa? Nakuelewa. Kwa ni jambo ambalo linaniumiza sana, natamani ningeweza kurudisha siku nyuma nikaanzia hapo. Lakini ndio hivyo, huwezi kuweka usawa unachokitaka wa kurudisha siku nyuma. Mara nyingi inatokea fikra hizo wakati wa makosa yakishafanyika. Umewacheki tena ukawaambia we can continue? Sija wacheki tena. Inabidi tu maisha mengine endelee, kwa sababu kurudi tena kule haitakuwa tena kama mwanzo, manake ni udhaifu, kwa sababu ulipokuwa unategemea haukufanikiwa ndio umerudi tena hivi. Kwa hiyo price ambayo walikupa mwanzo haitakuwa tena ile. Haitakuwa the same. Yes. Wewe ni mtu wa chai kawa? Chai. Yes. Ndio utasema
kahawa kwa sababu chai, ila kahawa sometime kwa sababu maskani kwangu pale Makorora Center kwa Mjombagia kuna wakati inakuja kahawa na inakuwa hamna option, maana kuna mtu anaweza akajitolea bwana chupa iishe hii. Unaelewa, chupa kuisha ni 2000 tu sasa. Watu inabidi wanywe kahawa. Kwa hiyo tunakunywa, lakini sio kitu ambacho nikikosa nashindwa kufanya kitu. Huwa unafuatilia football pia? Kiasi fulani. Timu yako ipi? Siwezi kusema. Swali gumu. Ukiachana basi na ya bongo ya nje. Nje kwa hapana. Nje hapana. Ila tu ninachoamini ni kwamba kombe la dunia ni Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Endapo Ronaldo atatundika lugha juu, atasema bwana mimi sichezi mpira hauna hadhi tena. Kwa sababu anashindanishwa tu yeye na yule mtoto. Lakini kitu ambacho pia nimejifunza katika vita vyao hao, unajua yule Messi ana watu ambao wako tayari kumfanya aendelee kuwa proud hata kama wao hawatapata nafasi za kufunga hayo magoli anayofunga Messi. Lakini Ronaldo yuko na watu ambao wanataka na wao waonekane kama yeye au wanaweza zaidi yake, kitu ambacho hawana uwezo. Kwa hiyo wanashindwa kutengeneza opportunity za kumfanya jamaa aifanye timu kwa bora. Badala yake kila mtu anaamini anaweza kutumia nafasi anayoipata kuifanya timu kwa bora, ambapo hawana uwezo huo kiwango chake. Kwa hiyo Ronaldo kama hata achieve malengo yake makubwa kwenye soka, kwenye kombe analolikimbilia, ni kwa sababu ameangushwa na watu wake ambao wangekuwa wamekubaliana naye, pengine angeweza kufikia malengo yake. Namuombea sana Mungu kwa sababu jamaa ana moyo ambao umemaliza kila kitu katika dunia. Amefanya vitu vingi ambavyo vijafanywa na watu wengi. Kwa hiyo natamani Mungu amfanikishie safari yake. Sasa hiyo ya Ronaldo na Messi inafananishwa kati yako wewe na yule bondia wa Morogoro. Sasa hii yetu ni tofauti kwa sababu Messi anajua mpira. Sio kama unanielewa. Messi anajua mpira. Ronaldo anajua mpira na ana mazoezi ya mpira. Yule hajui ngumi. Tuwezi kushindanishwa. Kuna watu wanasubiri mpambano wenu kwa hamu. Wanasema afu yeye anasema wewe ndo hauko tayari. Ni level ya ushabiki. Kwani doesn't? Wewe kuna redio ngapi zimekuwa approach kufanya nao kazi? Ni nyingi. Yes. Lakini kwa nini watu waliendelea kukuona pale ulipo? Pengine mlishindwana kimaslahi na nini, ambayo sio dhambi. Sasa kuna watu wanaozesha watoto wao kwenye harusi, anasema mimi mahari yangu nataka dhahabu kilo 5 kulingana na thamani ya ule ukoo na familia na namna walivyomlea mtoto wao. Lakini kuna watu wengine wanasema mimi mahari ya mtoto wangu nataka msaafu tu. Sio kama huyu wa msaafu ni mbaya au hafai, hapana, lakini ndio namna ambavyo umejitengenezea wewe. Kwa hiyo siwezi mimi kupigana na mtu kwa sababu tu wewe umeamua tupigane. Mimi sio girlfriend wako. Kama mkiamua mkapigishane misamba tu mnaenda, hapana. Hii ni biashara, inahitaji maandalizi. Unaelewa? Inahitaji utayari. Na watu wanabidi wakubaliane pande zote mbili. Sio pande zote mbili ni mimi, kwa sababu mimi ndo bondia biashara. Yaani hilo pambano linafanywa kwa ajili yangu, sio kwa ajili ya mtu mwingine. Maboksa wote nilopigana nao mimi ndo watu wamewajua, kwa sababu baada ya kupigana na mimi ndo wakafuatiliwa au kabla. Unakumbuka ngumi nzito kabisa ambayo umewahi kuipokea? Uwe mwamba niliokutajia noma sana. Okay. Alibaba. Na siku moja nilicheza mechi yangu moja Botswana, raundi ya 4 nilipigwa ngumi, ilikuwa sijui ya wapi, kichwa au shingo. Nilimshika jamaa, alafu mawazo yakanitoka ulingoni, nikakumbuka nyumbani moja kwa moja. Nikasema, yani kwa nini nimechagua mchongo mgumu sana? Mbona washikaji zangu maisha yao yanaenda na wanafanya biashara nyingine isipokuwa sio hii? Nikatamani kuacha. Lakini nikasema hapana, na familia na watu wanatakiwa waendelee kuishi. Je, niko maana. Hiyo itakuwa noma hiyo. Noma kabisa, kwa sababu nilikaa kwenye mfumo sawa. Nikapigwa, alafu yani nikaona kama nimefanywa massage mwili mzima, yani kila sehemu nasikia inawasha. Noma kishenzi yule jamaa. Ulishinda ile pambano? Nilishinda. Raundi ya ngapi? Nilishinda raundi ya 10, ilikuwa ya raundi 12. Lakini ni Mungu na jitihada, kwa sababu nilishinda wakati ambao nilikuwa nimewekewa dishi hapa. Unajua unapewa maji, unasukutua, unatema mate hapa. Niliwekewa dishi hapa, nilikuwa nikitema mate hapa, anaanguka hapa pia hayafiki. Nilivyochoka. Lakini nilishinda kwa sababu tough, nikipiga ngumi napiga kumaliza. Kwa hiyo ilisaidia na yule kumchosha.
ndo pambano langu la kwanza kushinda nje ya nchi. Long time, ilikuwa sijui 2014, 15. Na nilikuwa napigana kwa sababu pia ujue mamangu alikuwa anaona hakuna mtu mkubwa kwenye familia anayeweza kuhandle situation ya maradhi ikitokea zaidi ya watu kukuchangia, na mitihani ikiwa mikubwa zaidi ndugu anakukimbia. Kwa hiyo mamangu alikuwa na imani kabisa na ngumi. Kwa hiyo nilikuwa napigana ili kumuonyesha kwamba niko sehemu salama na nafanya kitu ambacho nakiweza. Kwa sababu mkubwa wangu siri moja, mimi nikipigana ujue anaingia chini ya mvungu au anajifungia mlango, hataki kusikia chochote wala kuona. Hata kuona mpaka asikia watu wanapiga kelele huko anajua akashinda mwanangu, anashukuru Mungu, analala, tutaonana nikirudi. Hajawahi kuangalia pambano isipokuwa marudio. Umeelewa? Kwa hiyo nilikuwa napigana ili kumuonyesha kama mama, hebu niombee dua ili jambo mimi naliweza, sijaingilia mchongo ambao usiuwezi. Umeelewa? Kuna ngumi ambao umewahi kuirusha alafu ukasema yes, hii lazima ndio ngumi nzito noma sana. Mimi ngumi nikiinuia nikupige ikupate na ikakupata, biashara imeisha. Lazima mziki utosikia. Kwa sababu visu vyangu unajua namna ya kuvinoa. Sawa kabisa. Legacy gani unataka uiache siku ukiamua kustaafu masuala ya boxing? Kama itampendeza Mwenyezi Mungu, natamani sana ningewahi kuwa bondia ambaye atashika mikanda mikubwa sana ya kidunia kutoka Tanzania. Ni ndoto yangu ya muda mrefu, ambayo kuna uwezekano ikatokea pia au isitokee, ambavyo vyote niko sawa navyo kwa sababu ndio maisha. Umeelewa? Na ikiwa sijatokea basi sawa, lakini katika legacy au kizazi ambacho kitakuja kulingana na kile ambacho nimekiacha, basi kama yupo atakayefanikiwa hata mara moja kwenye interview yake aseme mimi ndo chachu ya kile kilichotokea, nitakuwa imenifurahisha sana. Sitamani iwe nafasi ya mtu ambaye sikutamani itokee kwake au sikuwaza hivyo. Wakati mabondia wengine wana dream ya kuja kupigana na wewe dream yako ni kupigana na bondia gani? Mimi sina dream ya kupigana na bondia gani hapa, lakini dream yangu ni kupata nafasi ya kucheza mikanda mikubwa sana ya kidunia, ambayo naamini inaweza kutokea wakati wowote, kwa sababu bado najipambania, na kuanzia mwaka huu mpaka mwaka unaofuata nitakuwa na international fight kadhaa ambazo nafikiri zinaweza zikanifikisha huko. Kwa hiyo bado naamini katika jitihada zangu na naamini katika mwelekeo wangu pia. Labda baadaye ukistaafu unatarajia labda kuwa na watu ambao utakuwa unawatrain kuwa mabondia? Naweza kuwa na academy ya boxing labda, lakini sio mimi ndio nisimamia academy. Inaweza kuwepo kwa sababu kwa vita ambavyo nimewahi kupigana kwenye boxing na experience ambayo nayo, nafikiri naweza kutengeneza bondia hatari zaidi ya nilivyokuwa mimi, kwa sababu najua apite wapi na wapi ili aweje. So chama cha ngumi Tanzania kinatoa support ya kutosha kwa mabondia na ushirikiano? Sasa hivi wanajitahidi sana, kusema kweli wanajitahidi sana. Yani kuna mazingaombwe yalitokea wakati fulani. Kwa hiyo Wizara ya Michezo ikachagua watu kuwa kamati ya mpito kusimamia boxing, ambao hiyo kamati ya mpito ndo imetengeneza umadhubuti ambao tunatamani hawa wanaokuja waendelee nao, kwa sababu ndo utafanya tasnia yetu isimame sana na maboksa wafanikiwe sana, kwa sababu wanasimamia sana kwenye haki za mabondia, ambapo tofauti na wale waliokuwepo kabla ya hapo walikuwa wanajitazama wao tu binafsi. Watu wengi wakiangalia interviews zako, kuna vitu vingi sana wanakuwa wanajifunza. Yani kuna namna ambazo zile interviews zako ukiziangalia zinawafanya watu wa keep going, yani zinawapush sana. Ni ulijifunza kwenye mazingira uliokulia ama ni busara tu ndugu yangu umezaliwa nazo? Sina majibu ya moja kwa moja ya kukutosha, lakini nafikiri ni nature labda pengine ya maisha niliyopitia. Lakini pia nafikiri kila mtu ambaye ni kioo watu wanamtegemea ana jukumu la kuwakomboa watu kifikra. Nafikiri watu wanapaswa kupata zaidi ya ngumi wanazoziona kwangu. Watu wanapaswa kupata zaidi ya boxing, kwa sababu kuna situation tunazipitia tunaweza kuzielezea,
kuna watu wengine hawawezi kuzielezea. Kuna mtu anampenda mwanamke lakini hawezi kuelezea anampenda kwa kiasi gani, lakini matendo yake na macho yake yanaonyesha kama anampenda. Kuna sometimes unakutana na mtu kwenye maisha naye anakuwa anaumizwa na jambo, namna anavyoongea, macho yake, moyo wake unaonyesha kwamba anapitia jambo fulani lakini hawezi kuelezea. Kwa hiyo unamsaidia, unaguswa kwa kile unachokiona mbele. Kwa hiyo nafikiri ipo haja ya kupata nafasi ya kuzungumza kila wakati ikitokea, kwa sababu kuna namna unawakomboa watu kifikra kwa yale mabaya na mazuri wanayoyapitia. Yeah. Kuna sehemu yote ambao uliwahi kudharaulika mpaka ukaona jamaa ananichukuliaje, alafu kwa sababu ni mtu wa kureact haraka ukatulia? Mara nyingi inatokea hivyo, na wakati wa nyuma ilikuwa ni jambo ambalo nalifurahia, kwa sababu unaona mtu ameingia kwenye mfumo nimpige. Lakini kadri unavyozidi kukua akili na watu wanakutegemea, unakuwa unajilinda na mambo tena yasitokee. Na kadri unavyozidi kufanya mazoezi kila siku, na kuwa naona namna ambavyo madhara makubwa yanaweza kutokea nikipigana. Kwa hiyo kuna situation zikitokea huwa siruhusu ziendelee kutokea tu, na ondoka ile eneo ili kuepusha vitu vingine vibaya kutokea. So nimekuwa naweza kujicontrol kwenye hiyo situation. Japo kuna wakati yani nyama zinanicheza, natamani kumuonyesha mtu, kwa sababu kuna wakati mtu anaona kama boxing ni maigizo, yani mnapanga kama wrestling nani ashinde. Kwa kuna mtu unakutana naye anatamani umpige ili aone kama na wewe unaona hii jela hii. Kwa hiyo unabidi, na sometimes unakuta mtu unakutana naye labda airport kabisa, anakuongelesha vitu vya kijinga sana kwa sababu tu yeye ni afisa pale, mkaguzi sio nini, lakini nini haamini tu katika ule uwezo wako, yani anaona mwili wake kama sasa kuna muda unatamani yani umuonyeshe shani ya Mungu, aone kuna namna gani, kuna upepo unaweza kumpitia asiamini, lakini unaona haina haja kwa sababu watu sio wazima. Unaweza kumpiga mtu akafa ikawa mambo mengine tena. Hivi kumbe hizi zinatokea za kupimana vibaya sana zinatokea. Na kuna mtu mwingine sema hivi, Mwakinyo unavyoona kwenye TV kama mwili wako ndo kako hivi, hebu pige hapa. Unaona? Sasa unamdhani shetani, maisha mengine endelee, kwa sababu unaona hii jela hii. Jela. Very true. Hivi Mwakinyo ameoa? Hiyo ni personal. Yes. Lakini inabidi maisha yaendelee huo upande. Au sio? Yes. Mtu wa fashion sana. Wewe umekuja kitofauti. Always napenda kubadilika, kuwa na utofauti na watu. Yani tofauti na watu. Alafu pia sisi ni watu wa pwani, hii ndio nature yetu. Lazima maisha yetu yawe. Itabidi tuje tukusalimie huko Zanzibar, maana no, mje Tanga nitawalika nyumbani kwangu pale na family, tukae tutazungumza. Nafikiri ipo haja kukutana sana, umeelewa? Kwa sababu tuna vitu vingi vya kuzungumza na watu, maisha yanatupa fursa, umeelewa? Unajua Malcolm Masud, Mwenyezi Mungu amrehemu, mtoto wa Masudi Kipanya. Yes. Ule dogo amefariki, lakini amekufa katika wakati ambao yeye anaumwa, watu wamekuja kumpa pole, kumuonea huruma, na yeye anawaonea huruma walokuja kumwangalia, kwa sababu anaamini watu wanaona yuko kwenye maradhi ambayo anaweza kufa, pengine hajasimama kabisa, lakini yeye anasema haya maradhi ni mtihani Mungu amenipa ili niwakumbushe watu kuhusiana na subra na imani. Kuna siku mimi nitanyanyuka nitembee kabla sijakufa. Umeelewa? Kwa hiyo hata nafikiri Masudi Kipanya ilikuwa inamjenga sana katika utafutaji wake, majukumu yake, kwa sababu anaona yuko na mtoto ambaye hasimami, lakini imani yake sio dhaifu, namfanya kwa bora. Ndio maana ule msiba wake ulimuuma sana. Umeelewa? Sasa nafikiri wakati mwingine inawezekana boxing ni sababu, lakini ikawa una kitu zaidi ya boxing ambacho kinaweza kuwatoa watu sehemu moja kuwapeleka sehemu nyingine. Umeelewa? Kwa hiyo nafikiri hakuna mwisho wa kujifunza katika kila kitu, na hamna mtu anayejua vitu vyote. Mshairi mmoja anasema kila kitu kikizidi sana kinapungua thamani, isipokuwa adabu peke yake. Kila unavyokuwa na adabu zaidi ndio watu wanavyokupenda. Kwa hiyo nafikiri ipo watu wengi waja watu kujifunza sana. Tuadini sana kiasi nilichojaliwa, sio kuwashinda hao wanaokaa vioni, lakini
imani yangu ni ya kweli na sio mnafiki kuliko wanazuoni wakubwa wengine ambao si hawako really yani kitu ambacho kinaniumiza mimi katika upande wetu ni kwamba watu wengi wanaonasibishwa na mambo machafu ndo watu ambao ukiwaona hauwezi kuamini kama ni wao wanahusika na mambo. Siku moja tutaweza kukuona ukistaafu pale ndio imamu wetu msikiti fulani. Natamani nikistaafu boxing nikae shamba tu huko na mbwa. Kaya tunatafanya ibada zangu basi. Yani kiasi ambacho maisha yamenifundisha mambo mengi kulingana na watu. Tamani kuwa mbali nao sana baada ya kumaliza kazi yangu. Kwa sababu nafikiri vile vitu nilivyokuwa na ni alati wazazi kuhusiana na maisha na watu havijatosha kama ambavyo nimeviona kwa macho. Yani nafikiri walikuwa wamebakisha vitu vingi kuliko ambavyo nimeviona kwa macho. Binadamu ni watu wa maajabu sana. Watu wa maajabu sana. Yani inapotokea opportunity ya kufanya jambo kuhusu maisha yako usimfikirie mtu. Ndicho ambacho nimejifunza. Kwa sababu watu wengi ambao nimeacha vitu vingi kwa ajili yao leo siko nao hata mmoja. Mwakinyo. Yes. Isingekuwa boxing, Mwakinyo angekuwa anafanya nini? Ni swali gumu, utaleka kiimani kidogo. Yes. Hamna mtu anayejua hatima yake angekuwa nani. Unaelewa? Kwa hiyo pengine isingekuwa boxing, nisingekuwepo hapa. Asingenijua mtu, asingetaka kujua mtu kuhusiana na maisha yangu. Yes, sasa sijui Mungu angeniweka wapi. Lakini nashukuru hapa nilipo. Na pia ni sababu ambayo napenda kila mtu ashukuru katika kila kitu alichokuwa nacho. Unaelewa? Unajua kwenye maisha yetu haya kawaida tumejenga imani kwa kufanikiwa ni lazima upate hela. Umeelewa? Lakini Mungu riziki kazigawa katika namna nyingi. Na hata uhai ni riziki pia. Kupata watu wako wa karibu wakawa wa kweli lako ni riziki pia. Kupata mke mzuri ni riziki. Kupata kazi nzuri ni riziki. Kuelewana na watu ni riziki. Kwa kuna mtu anaamini kupata riziki ni kupata hela tu. Good. Mimi na wewe tukipata hela za kufanikiwa leo hatutafanikiwa kuwa sawa na Modeuji kwa sababu Mungu alimchagua yule kuwa pale. Umeelewa? Ndio. Utakuwa usukume familia yako, nisukume familia yangu. Yani hapa nilipo mimi nashukuru kwa sababu miaka 10 nyuma nilikuwa sina uwezo wa kuweza kuhudumia familia. Sijui kama unanielewa. Nakuelewa. Kwa hiyo namshukuru Mungu kwa hapa nilipo na natamani kila mtu ashukuru kwa nafasi yake kwa sababu hiyo kuwa hai ni zawadi, sio kitu cha kawaida. Wapo watu wana billions of money wako hospitali na mtu akirudi nyumbani anatakiwa asibebe hata nyundo ya kilo 5. Yani ana maradhi hayo. Yupo mtu ana billions of money lakini hamwezi mke wake wa ndoa. Wewe una chochote kaka lakini una wake 4. Umeoa huko. Kwa kuna sababu nyingi sana za kumshukuru Mungu kwa sababu katika vitu vingi katika neema zake alizotupa tunazoziona sio nyingi kuliko tusizoziona. Kwa sababu kuna mambo mengi mabaya alipaswa tupate na Mungu ametunasua nayo bila ushahidi ikiwa yeye mwenyewe ndo anajua kwa nini. Kwa sisi tunataka material thing ambayo tunaona kwa macho. Nataka nifike pale lakini kumbe kuna vitu vingi sana ambavyo Mungu ametuepusha navyo. Yes. Kutoka kwenye sperms mpaka kuja kulifikia yai katika watoto wote au kusurvive peke yako sio bahati mbaya. Kwa kuna kitu tu Mungu amekuandalia kwa namna yoyote ambacho usiwe dhaifu yani kuzikatia tamaa ndoto zako. Naamini kila kitu wakati wake ukifika kinaweza kuachieve tu. Very deep. Asante sana kwa muda wako Hassan. Mara nyingi huwa tunasikia story ambazo zinakuwa ni nje. Kila mtu anatafsiri mtu jinsi ambavyo yeye anavyosikia au anavyomuona, lakini tumekuwa na wakati mzuri sana wa kumjua Hassan Mwakinyo kutoka kwa Hassan Mwakinyo mwenyewe. Hizi sio story za kusimuliwa, ni story ambayo yeye mwenyewe ametusimulia. Umekuwa na wakati mzuri sana. So unarudi Zanzibar au unaenda Tanga? Mimi narudi nyumbani Tanga ndoka na familia yangu na kuangalia upepo wa maisha mengine yanapaswa kuendelea. Unajua kwa mwaka unapigana mara 3 mara 4. Lakini nataka na kila siku ule uvae na maisha mengine endelee. Kwa hiyo ni boxing ni kazi lakini bado kuna maisha mengine nje ya kazi yanatakiwa yaendelee kwa sababu huwezi kuwa unapigana kila siku.
Kwa nashukuru kwa opportunity kupata kufika hapa leo studio. Wanangu wao wametoweka muda mrefu sana kwenye kufanya setup, lakini nafikiri yote ni katika dhamira ya watu wapate kitu kizuri na kilichokuwa bora zaidi. Yes. Mungu awabariki sana wanangu, endeleeni kuweka jitihada. Nafikiri Mungu ndio mpangaji wa kila kitu, na ukifika wakati walichoamua kitokee, mzee baba hamna wa kuzuia, itakuwa tu. Very true. Maana ujue wajambazi wanapoenda kufanya tukio pia wanasema Mungu akitujalia mchongo leo tukitoboa, na wana bunduki mkononi. Lakini wanasema Mungu akijalia mchongo leo tukitoboa maisha yatabadilika. Kwa hiyo watu wote hawa imani zao zimeanguka kwa Mungu, na ndipo aliposimamia. Inshallah kila mtu lake litatimia. Pambano lako lingine lini? Hapana, sisi mashabiki sasa tunauliza. Navuta labda mwezi wa 10 hivi. Yes, nifanye maandalizi tena, ni eke sawa mwili, nipumzike kwa sababu nilitrain sana karibia miezi 5 mfululizo. Tarudi tena ulingoni nafikiri. Ili la kwangu kuna pambano nakumbuka umelipwa hela nyingi, yani hela nyingi kinoma, ilikuwa kiasi gani? Sijawahi kufundishwa nidhamu ya kusema, lakini natamani kama pambano hili la juzi ningeshinda, labda ndio ingekuwa pambano la kwanza kusema, kwa sababu unajua kuna watu wengine wanashabikia boxing lakini hawajui kama boxing inaendaje. Yani wao wanachoangalia ni kushinda na kupigwa. Mtu anaweza kusema ameuza pambano, kumbe hajui kama ukishinda unaweza kupata hela nyingi zaidi ambazo utapewa ukiuza. Kwa sababu kila mtu anayeanza chini anataka afike juu, sio aishie kati. Unaelewa? Kwa mpaka kufika hapa nilipofika, maana yake nimetunza rekodi yangu sana, na nilijiandaa siku moja kuwa huyu niliyapa leo. Kwa hiyo natamani kufika juu zaidi, sio kushuka chini. Kwa hiyo kuna vitu vikiongelewa huwa havinifurahishi, lakini sivitolei maamuzi kwa sababu naamini sio kila anayeongea anajua anachokiongea ni nini. Kuna watu washai kukufuata kuofa. Sio kuni hawawezi kwa sababu wanajua msimamo wangu. Lakini watu wengi wanataka kusema pambano kauza bwana, sio bure. Umeelewa? Kauza, lakini sio kweli. Kama lile la Uingereza lile watu hawakuelewa sana. Lakini vipi viatu vinambana, ameshindwa kununua viatu vingine na yuko Uingereza. Sasa wewe unaenda kwenye pambano sio picnic. Huwezi kwenda pale hata na hela kusema eti naenda kwa ajili ya nini. Wewe unavyoenda kwenye pambano, unaenda pale, unapumzika, unapima uzito, unasubiri siku ya kupigana, una relax akili, unatakiwa umsome mpinzani wako, game plan yako unaifanyaje, unachezaje. Ndio maana mimi nikiwa na pambano, hata nikiwa hapa Dar es Salaam, tukiwa tumechukua hoteli hivi, ninachukua chumba cha peke yangu siku 3 za mwisho. Mimi na Mungu tunanepigana naye, na nafikiri namna gani nitacheza hiyo game kwenye akili. Sio kwanza kutoka kuingia mitaani tena unaenda kutafuta sijui vifaa sijui nini. Umeelewa? Alafu ukiwa unavaa viatu size 7 au namba 7, unafanya mazoezi wewe na namba 7 utakwenda duniani dukani, haiwezi kuwa sawa. Sababu ile unaifanyia mazoezi sana, una uhuru nayo. Sasa unakwenda kupewa kitu kingine tofauti. Unaelewa? Alafu mimi natamani siku moja niwe mfano wa mabondia wote Afrika, sio Tanzania. Sijui kama unanielewa. Sasa kama nitakuwa nakubali kwa daraja la kuwafikisha watu kwenye malengo yao, mimi nitafikishwa na nani huko? Sasa uwezi kujibu kwa ukali au hasira kila wakati, kwa sababu sio kila mtu anaelewa wanachopitia. Na kuna watu wengine wanashabikia ngumi tu kwa sababu watu wanapigana, lakini hawajui hata wanapigania nini. Kuna mtu anaamini ukishinda pambano ndo unapewa hela, ukipigwa huna hela. Kwa watu wengi wanajua hivyo. Kwa jamaa akachukua hela zote, tunakwambia ndio. Unaona? Kumbe unaweza pale wakati mkataba unasainiwa 12 game iko hivi. Bwana, ili pambano utapigana kwa milioni 500. Unasaini mkataba. Ukipanda ulinkoni raundi ya kwanza tu, ukijiangusha hivi, ukisema uendelei, ukishuka milioni 500 yako unachukua, unaondoka. Sio kama unanielewa? Nakuelewa. Kwa hiyo kama mtu anakupa milioni 500, then unaendelea mpaka unaumia na bado unaendelea, haiwezi kuwa ni kwa sababu ya kuuza. Kwa sababu utataka vipi kwamba upewe milioni 500 uitumie wakati una vidonda unatakiwa ukajihudumia? Haiwezekani. Kwa hiyo mpaka ukiwa unaruhusu kuwa unaumia na bado unapigana, maana kuna sababu ya kufanya uendelee kupigana. Lakini una uwezo wa kupanda raundi ya kwanza tu hapo ukasema mimi siendelee, nimeumia mkono basi. Jamaa akapewa ushindi na ukapewa milioni 500. Lakini pia unaweza ukaliharibu lile pambano likawa limetolewa draw na bado hela irudishwe kwa promoter, bado inabidi hela yako ibaki hata kama kuna rematch. Kwa hivyo ni vitu ambavyo washabiki wengi hawavijui kwenye boxing. Akauza bwana. Kwa hiyo maana yake ikiwa kama mfano umepewa milioni 500 na ukishinda unatakiwa kupewa bilioni 3,
So anayetaka uuze anatakiwa akupe bilioni 8 ili usichukue ule mkanda. Kwa hiyo unatakiwa upate zaidi. Kwa hiyo ilitakiwa mimi nitoke kule nimekuja na ndege yangu, sio ndege ya abiria tena. Sio kama unanielewa. Lakini sasa kwa sababu ndo washabiki zetu na aina ya watu tuliokuwa nao kwenye jamii, viwango vyao vya uelewa ni hivyo, huwezi kulazimisha zaidi utaharibu. Nafikiri tunahitaji watu kama nyie kutuelimisha pia. Ikiwa hao wanaoelimishwa nao wako tayari kusikia, kwa sababu kuna watu wengine wanaona bwana naye akosi kuongea. Yaani anaona kama anachokia kabla hata hujamaliza kuongea. Tunao watu kwenye jamii. Ile pambano litakuwa na rematch lile. Aliwezi kuwa na rematch. Labda rematch waitake wao, na kuitaka wao sitakubali iwe tena kwao. Labda kama Uingereza hivi. Bongo hamna mtu anaweza kumlipa. Kwa sababu unajua sisi kwetu boxing haijachukuliwa kama mchezo ambao una impact kubwa sana kwenye jamii. Sio kama unanielewa. Yani haijachukuliwa serious kama michezo mingine kama mpira unavyokuja basket na nini. Yule jamaa kama atakuja Bongo sio chini ya euro milioni 4 anataka kuchezea. Nani anaweza kutoa hiyo hela? Hiyo bilioni 12. Yeah, sasa ikiwa hela zinatolewa tu na Azam, sometimes za mapromoter wa kawaida tu hapo, watu wanapelekana mpaka polisi ugomvi. Hiyo hela atatoa nani? Hamna. Na tunalazimika kwenda nchi za watu kupigana kwa sababu kwetu hamna mapromoter wanaweza kuafford kuwaleta watu kama hao. Kwa sababu sio kitu cha kawaida. Na hiyo milioni 4 ni ya kwake Bondi? Ya kwake Bondi. Sio bajeti ya pambano zima. Acha. Jaza. Sio bajeti ya pambano zima. Hiyo ni posho yake ya kutia mfukoni yeye kwa sababu umemleta kuja kupigana hapo. Bado hujawalaza hoteli. Ana timu labda ya watu 7. Unabidi uwalishe kwa siku zote 5 ambazo watakuwepo hapa. Uwalipie tiketi za ndege na mambo mengine ya kiafya na nini, visa, vyote juu yako. Na wanalala 5 star wale. Yes, 5 star hotel. Na kwenye contract wanaandika hivyo. Then wale ma-officials ambao wanasimamia ile mikanda mnaopigania, inabidi uwasafirishe kutoka wanapotoka. Labda jamaa yuko Marekani, president, alafu ana marefari 3. Mmoja anatakiwa atoke Ghana, mwingine atoke Australia, mwingine Sweden, mwingine Denmark. Na refari labda anatoka Uingereza. Kwa hiyo timu yote unaileta pale. Na katika ile timu kwenye mkataba wao president analipwa $20,000 kwa zile siku 3 ambazo atasimamia pambano. Huyu analipwa $15,000, huyu $15,000. Na tiketi zao za ndege kutoka nchi wanazotoka mpaka wanafika pale 5 star hotel na kula zao pamoja. Bado hujamlipa anayepigana na huyo wa milioni 4. So kama yeye anataka milioni 4 dola, mimi naweza nikataka milioni 1. Euro milioni 4, mimi milioni 1 au $500,000. Sawa. Alafu kuna support boot wale mabondia wengine wanaocheza utangulizi na wao walipe. Hujalipa ukumbi. Sawa. Matiketi sio manini, matangazo manini, mambo mengine endelee. Kwa hiyo uwekezaji wake ni mkubwa. Anashangaa tu kwa watu wanachukulia kama singeli. Mtu pambano Jumatatu, Jumanne. Ngumi haziendi hivyo. Unaelewa? Lakini sasa kwa sababu maboxer wengi hawajafika huko hivyo viwango, kwa hiyo hawawezi kunielewa. Unaelewa? Kwa sababu mpaka leo watu wanapigana mkali nani? Yaani watu wakujua mimi mkali nani nitaenda kumuonyesha kazi ule. Watu wanajua mimi noma. Sasa ukishokuwa unapigana ngumi hizo huwezi kufika kule. Lazima vision yako iwe iko juu sana ndio. Unajua unataka nini. Lakini mchezo wa ngumi Tanzania unakuwa, right? Kwa jinsi ambavyo unautazama. Au kuwa unakufa. Kwa nini? Unakufa kwa sababu ngumi zinaendeshwa na hisia za watu. Unaelewa? Ngumi zinaendeshwa na hisia za watu wachache. Unaelewa? Ndio. Kwa mfano bondia unapotaka kumtengeneza kuwa bora ni kama mpira, kuna mashindano ya wilaya, sijui mkoa, kata, nini, baadaye mtu anakuwa mpaka anakuwa national team. Zile ndio njia sahihi. Inaonyesha kiwango na achievement za mchezaji kidogo kidogo kutoka hatua ya kwanza, ya pili, ya 3, ya 4, ya 5 mpaka ya 10. Huku leo bondia analazimishwa kushinda pambano. Yaani uwezo wa mpinzani wake hana, lakini kwa sababu watu wameshafanya promotion kubwa na inabidi ashinde ili taifa lijivunie ushindi wake. Kwa hiyo watu wanalazimisha kuwekea mabondia wageni madawa. Bondia anapanda ulingoni na wheelchair, kachoka, kalewa, analazimishwa pigana, usipopigana ulipwi. Lengo ni nini? Mtanzania apate shortcut, ampige mtu aanguke, achukue ushindi yeye. Sasa anashinda lakini unamlemaza, kesho atakutana na watu kweli ambao wamenyonya kwa miaka 3 kwenye maziwa ya mama yao. Utamkataa bondia wako. Unaelewa? Sasa inabidi kuna changamoto azipitie
apate ukomavu wa akili wa kumfanya kuwa mchezaji bora. Umeelewa? Kwa sababu ngumi hazina shortcut brother. Leo kuna watu utawanunua wananunulika, kuna sehemu utafika kuna watu wana hela wanunuliki, wanataka rekodi wa kuonyeshana wanaume. Umeelewa? Wa Mexico, wa Latini, wa kina nani wanataka mtu wapigane. Sasa kiwa ushazoea kukutana na soft brother huwezi kukaza huko. Yani wale watu wote wenye mikanda ya dunia wale hawapati usingizi. Kila wakikaa wanaona kuna watu wako nyuma wanawafuata. Kwa hiyo wanafanya mazoezi sana. Kwa hiyo sio mchezo wa masiara. Kwa hiyo wakishafika hizo level huko wakiona watu wanavyotrain watakuwa serious na boxing, hawezi kuleta ukatuni wanaoleta sasa. Sasa leo watu wanafanya boxing wanaalika maelfu ya watu, afu wanaenda pale watu wanaona singeli. Ngumi gani hizi? Ngumi gani watu wanatukana. Sasa boxing vile inakufa iendelee. Kwa sababu ngumi sio entertainment. Ngumi ni vita, inatakiwa zipigwe. Umeelewa? Na ngumi ukipigana kiume kweli kweli huwezi kupigana kila mwezi, mwisho wa mwezi unapigana kama usiku wa vyombo kwenye harusi. Huwezi. Kwa sababu ukitoka kupigana mwili unakuwa na maumivu sana, inabidi upate muda mrefu pumzike, urudishe nguvu yako, alafu ndio uendelee na mazoezi. Wewe unapigana leo tarehe 27 au mwezi ujao tarehe 27 tena unapigana. Sio boxing brother. Sio boxing kabisa. Lakini sasa ndo tuna boxing ya namna hiyo. Umeelewa? Kwa hiyo haukui mchezo unakufa kwa sababu wale watu ambao wana nafasi wenye uwezo wapewi. Mimi nitakwambia kitu. Naombeni nisinukulike vibaya wala watu wasinione kama ni mchochezi. Kwa mfano Azam wanatupa platform sana kuangalia mapambano nini. Lakini sasa promoter naye anapoandaa pambano hapeleki majina ya maboksa wadogo. Yani analikuwa mfano bwana anacheza Mwakinyo, alafu utangulizi anatafuta boxers wengine wadogo wengi wanaonekane vipawa vyao. Ili kesho sisi tukiwa tumevua gloves wale tunawasupport kwa sababu tayari sio wageni kwenye macho ya Watanzania. Lakini mtu analazima na boxer wake apigane huyu watu hawamkubali wa Tanzania, lakini analazima watu wamkubali. Sasa huyu naye lakini kuna watoto wanajua kupigana kweli, hawapei nafasi. Nishakuelewa. Umeelewa? Kwa sasa ndoto zinakufa, mtu anafanya mazoezi miaka 8 aje kupanda ulingoni. Bwana mkali mimi nimechoka bwana, naona bwana endelee na mambo mengine. Kweli anaacha. Mazoezi yanauma, mtu asikwambie mtu. Mazoezi ni adhabu ya kujitakia. Ni gharama. Yanaumiza sana mzee. Ni gharama ikiwa unaweza kuzihandle hizo gharama. Lakini sasa mtu kula yake mtihani, utamwambia pigane brother. Lakini anapigana anajisukuma na bado hapati hata nafasi ya kuonyesha uwezo wake. Sio kitu rahisi. Bondia ashakufa wakati fulani hapa. Pambano promoter akamlipa 60,000. Ulisikia? Nakumbuka. Mtandao Sasa ni hela ndogo lakini ni mtu alikuwa anapigania ndoto zake. Ndoto zake. Naoma sana. Kwa sababu ni kwamba watu wana upenzi na mchezo, wana jitihada, wanajituma na vitu kama hivyo. Kwa hiyo bwana nimegundua kwamba story na wewe haziwezi kuisha na tunajifunza vitu vingi yani. Sema nakushukuru sana kwa muda wako mzee. Na tunakutakia kila laheri ile pambano lingine ambalo litakuja maybe ambao utapigana mwezi wa 10. Na Tanga tutakuja. Inshallah. Karibuni sana. Asante sana. Kiwa tayari utasema mama yenu waandalie vitu pale. Au si? Mjue nje ya ulingo watu wanaishi vipi. Mimi huwezi kuja kukuta makande nyumbani kwangu. Makande sio chakula. Ni riski. Ni riski. Kama tamanio. Kwa hiyo ni joking, sisemi hivyo kwa maana wanakula makande wakanichukia, lakini kwamba kuna maisha tofauti ya ulingoni na maisha tofauti ya nyumbani. Yes. Mtaani. Yes. Sure. Asante sana kwa muda wako, asante kwa kuendelea kusubscribe, asante sana kwa kuendelea kushare. Tumemfahamu vizuri sana Mwakinyo leo, tofauti na story ambazo nyingi I'm sure ulikuwa unazisikia kutoka kwake. Maana kuna washikaji zangu wananipigia, nataka interview na Mwakinyo. Acha bwana. Wanataka mimi ndo niwasaidie kupiga simu yani kuomba interview. Chizi ana noma. Siku moja kuna mtu aliniambia hivyo. Unaelewa? Nakwambia wewe bwana fanya na nini, nikamwambia hamna, wakati utafika tu. Alafu mshikaji wangu mimi namkubali sana. Tutaonana tu wakati ukifika. Hata leo ulijue nimerequest hapo. Nimekutana na jamaa, yani nimerequest nasubiri hivi, akanipigia mtu simu, napokea namba, Champezi niko nje hapa. Yani mbona kama ananijua jamaa? Nikamwambia Bolt, nikafika. Vipi mwanangu? Fresh mwanangu. Tulize tu hivi. Tukaja tulipofika hapo
Kaambia basi mimi nitakushtua kwa sababu nimemuona junkie, unaelewa? Anapambana sana. Nikamwambia mwanangu, mimi naingia hapa lakini nikitoka nitakupigia simu. Unipeleke kwa Sister Esha ukaniache pale. Mimi napenda vijana wanaopambana bwana, wewe uko fresh. Mimi mwenyewe nakufuatilia sana. Kaambia basi poa, hapa mimi naingia kwa Dazen. Bwana nilikuwa natamani kishenzi. Unaona? Hata irusha lini? Kaambia sijui sasa. Sitairusha tu, ile asante kwa jamaa ambaye tuko pamoja naye, au sio bana? Production unafanya Mountain Line. Till next time, au sio? Si unajua si waangushi na waletea watu ambao mnahitaji kuwaona, sababu most of the time tunahitaji watu ambao wataendelea kuijenga vizazi bora vya baadaye na kujifunza pia kutoka kwao, au sio? Unajua pia samani hii nje ya kipindi kama utaweka. Unajua kitu ambacho sisi tulikosa kwa wazazi ni kukombolewa kifikra, uhuru wa akili. Uhuru wa akili ni upi? Leo kuna mwanamke ni Mtanzania yuko Uingereza au yuko Marekani au yuko Canada. Mtoto wake kabla ya kwenda shule anamwambia mama anaenda shule I love you, baba anaenda shule I love you, anamkisi anaenda zake, wanakuja na utaratibu mpaka nyumbani. Lakini sisi wazazi wetu wakifanya hivyo inaonekana mbaya, kwamba tangu mdogo anampiga mabusu babake yule, alijua tu atakuwa vibaya. Umeelewa? Kwa kuna watu sisi tulifichwa haya uhuru wa fikra, yani kwamba kumwambia babako nakupenda sio makosa, lakini kwamba angalia mambo gani bwana, jana nimemkuta live ampige busu babake, ni jambo hilo litajadiliwa kwenye familia na inaweza kuwa mbaya kabisa ikakuchafulia sifa, lakini kumbe ni uhuru tu. True. Sio makosa. Kwa hiyo nafikiri sasa hivi tumekuwa, kwa hiyo watu wanaona hivyo vitu imekuwa unique. Nakupenda mwanangu, nakupenda pia mama, I love you. Kwa hiyo ile inakuwa utotoni mpaka wanakuwa kubwa. Kwa nakwambia mimi nawajua wale, na mtoto wako ameanza kugongana kitambo sana. Yes. No masala. Hai bana, we out. No masala.